Karibu msikilizaji katika msimu wa pili wa simulizi ya My Wife is a Drug Dealer, kwamba mke wangu ni muuza madawa ya kulevya. Kumbukumbu zangu. Saa 12:55 kwa saa za Afrika Mashariki, jua lilikuwa limezama, kiza kilikuwa kimebisha hodi ndani ya Dar es Salaam. Watu walikuwa wanahangaika kila sehemu kuimaliza siku. Wafanyabiashara walikuwa wameanza kukusanya mahesabu yao ya siku nzima kujua faida na hasara za biashara zao, huku baadhi ya watu wakiwa wanaendelea kupigania mkate wao wa kila siku hakikisha wanaimaliza siku yao kwa matumaini. Niite sokoni. Pembezoni mwa Dar es Salaam kulikuwa kuna soko moja kubwa ambalo lilikuwa limetengenezwa kwenye eneo ambalo lilikuwa limeanza kuendelea na kupangiliwa kwa ubora wa hali ya juu sana. Walikuwa wanapatikanika watu ambao maisha yao yalikuwa ya juu kidogo, kwa kuwa ni eneo ambalo lilikuwa limetengwa kuwa kama mfano jijini. Hivyo hata kupata nafasi ya kumiliki kiwanja, kujenga ama kuishi kwenye hilo eneo ilihitaji mtu ambaye alikuwa na uwezo. Nje ya soko hilo ilisimamishwa gari moja nyeusi aina Land Rover mpya bei ghali. Alishuka mwanaume mmoja ambaye kwa kumtizama usoni hakuwa mgeni. Damigo Kenny Mgwasi ndiye alionekanika sehemu hiyo. Alikuwa amevaa mavazi ya kawaida ambayo yalimtambulisha kuwa mwanaume ambaye anajielewa na ana ukwasi wa kutosha. Baada ya kushuka kwenye gari, alianza kutembea taratibu kuingia ndani ya soko. Vijana kadhaa walimkimbilia kuweza kumuuzia mifuko ambayo angeitumia ndani ya soko. Alimchagua kijana ambaye aliwahi kumfikia, akampatia pesa na hakuhitaji change. Alianza kutembea kwenye vibanda kadhaa vya hadhara akiwa anaendelea kuchagua vitu ambavyo vilimvutia kwa wakati ule na aliona ni sawa kuvichukua. Alizunguka dakika takriban 15 mpaka ule mfuko ukawa unaelekea kujaa. Ghafla ilisikika sauti za watu wakiwa wanapiga makelele huku wengine wakiwa wanakimbia, na muda mfupi baadaye ilisikika milio ya risasi kutokea upande ule. Hakuna mtu ambaye alikuwa na nguvu ya kuwepo pale. Wengi walitawanyika na hata wale ambao walibaki walikuwa wakitetemeka, huku wengine wakiwa wamejificha kwenye vile vibanda. Kuna mama mmoja alikuwa na binti yake mdogo akiwa ameongozana na walinzi 4 ambao walikuwa wamemzunguka. Zile kelele ndizo ambazo zilimshtua yule mama na walinzi wake, na walipogeuka walipigwa risasi na wanaume 5 ambao walikuwa na silaha nzito. Mama yule alimvutia binti yake kwenye mapaja yake akiwa anatetemeka, maana hakuonekanika kama alikuwa na wafahamu watu wale ambao walimvamia wakati ule. Walimfuata kwa nguvu na kumpiga usoni, wakamchukua mtoto. Mama yule alipojaribu kuwakimbilia akiwa anaomba mtoto wake aweze kuachiwa, alipigwa usoni na kitako cha bunduki, akaanza kutokwa na damu. Hakuna mtoto mmoja ambaye alikuwa anajaribu kusogea kumsaidia. Kila mtu alikuwa anahofia silaha za wanaume wale. Alihisi kama alikuwa ameguswa nyuma yake. Akiwa analia kwa uchungu, akawaomba watu wale waweze kumwachia mwanae. Kuna mwanaume ambaye alikuwa amemshika bega na kumtaka atulie. Alikuwa ni Damigo mwenyewe. Alitazama namna jinsi jengo lile lilivyokuwa limekaa. Aliona kuna njia nyingi, hivyo akaamua kupita kwenye moja kati ya njia. Watu wakabaki wakiwa na mshangao, maana hawakuwa naamini kama mtu ambaye hakuwa na kitu chochote kile kwenye mikono yake angeweza kuwafuata wanaume hatari wenye silaha nzito namna ile katika mikono yao. Wanaume wale walikuwa hapo kwenye mwendo mkali kuelekea kwenye magari ambayo yalikuwa barabarani nje ya soko, wakiwa na yule mtoto ambaye alikuwa anapiga makelele aweze kwenda kwa mama yake, ila hakuna ambaye alikuwa na muda wa kumsikiliza, kwani walionekanika kudhamiria kufanya jambo lile ambalo walikuwa wanalifanya pale. Wakiwa wanatembea, watu wote ambao walikuwa wanawaona walikuwa wanakimbia. Shupavu ambaye alikuwa yuko nyuma ya wote alipiga risasi nyingine hewani, watu wakaanza kukimbia, ila alisikika akiwa anatoa sauti ya maumivu, hali ambayo iliwafanya wenzake kusimama kugeuka kuangalia ambalo lilikuwa linaendelea pale. Mguu wake ulikuwa na kisu ambacho kilinasa nyuma ya paja. Alikivuta na kugeuka akiwa amefura kwa hasira. Mwingiliano wa watu wengi ambao walikuwa wanakimbia uliwafanya kumuona mwanaume mmoja ambaye alikuwa anakuja kutokea kwenye lile jengo. Hakufanikiwa kumuona vizuri, maana kuna wakati watu walikuwa wanamziba wakati wakiwa wanakimbia, hivyo wakanudia taratibu ili waweze kumalizana naye. Ghafla bwana yule akapotelea kwenye kundi la watu ambao walikuwa wanakimbia, wote wakabaki wamehamaki. Ambaye alikuwa mwanzo wakati wanatoka alihisi kama vile kuna mtu alikuwa anampiga kwenye bega lake. Akajisahau kwamba kabla ya kugeuka yeye ndiye alikuwa mstari wa kwanza, hivyo akahisi kwamba kuna mwenzake ambaye alikuwa anamgusa, akapuzia. Alipigwa kibao kikali, akageuka kwa hasira, kadakwa kwenye shingo. Mkono ambao ulikuwa umekomaa ulinyonga shingo yake kwa nguvu wenzake baada ya ule mwili kutupwa chini. Kugeuka kwao hakukuwafanya kuwa na nafasi ya kuweza kumshambulia mtu yule kwa silaha zao, kwa sababu ukaribu wao ambao walikuwa nao
Damigo alikuwa amekwepa kisu kikali ambacho kilimpitia mbele ya shingo yake. Alijivuta mbele akaudaka ule mkono wa yule bwana ambao ulikuwa na kisu kile. Aliuvunja ule mkono akakidaka kile kisu. Alikizungusha kwenye shingo ya yule bwana akawa amekufa pale pale. Mmoja wa wale watu watatu waliokuwa wamesimama mpaka muda ule alikuwa amejivuta nyuma. Alikoki silaha yake na kuanza kupiga risasi, lakini wakati akiwa anafanya yale yote, zile risasi ziliishia kwenye mwili wa mwenzake, maana ndiye aliyekuwa yuko mbele ili zile risasi siweze kumfikia mwilini. Ukaongewa wanaume wawili pamoja na ambaye alikuwa na mtoto, ambapo mtoto alikuwa ameangukia pembeni na kuanza kukimbia akiwa analia kurudi kule ambako alikuwa mama yake. Muda ule Damigo aliutumia kutembea kwa kasi kubwa kumfuata yule ambaye alikuwa na jeraha la kisu kwenye mguu wake. Bwana alijua mpaka kameishia kwenye ukingo wa lile jengo. Alikwepa ngumi ambayo ilikuwa inamfuata, ikatoa kwenye bomba la chuma ambalo lilipinda. Aligeuka upande wa pili akadakwa kwa mkono mzito na ndio likatinduliwa kwa kisu kwa nguvu, kisha Damigo alikirusha kikaenda kutoboa jicho la mwanaume mmoja ambaye alikuwa amenyanyuka tayari, kikatoboa jicho lake na akaanguka chini akiwa analia kwa uchungu kama mama mjamzito ambaye alikuwa anasubiri kumpokea mwanae wa kwanza ndani ya chumba cha uzazi. Ambaye alikuwa amebaki ni mmoja. Alirukia sira yake ilipokuwa imeangukia akiwa anajiandaa kusimama naye, alipigwa risasi 4 kwenye mguu. Alitoa sauti ya kilio kuomba msaada, hasa baada ya kusikia mlio wa gari za polisi ambazo zilikuwa zinaingia pale muda ule. Zile sauti hazikuwa na msaada wote kwake, kwani alipigwa risasi ya kichwa wakati ambao polisi walikuwa wanapiga risasi hewani wakiwa wameongozana na gari moja la jeshi ambayo ilikuwa karibu na maeneo yale, wote wakiwa wameshika silaha nzito kwenye mikono yao. Damigo baada ya kuona amezungukwa na jeshi la polisi hakuwa mbishi, aliachia ile bastola yake na kisu, kisha akanyosha mikono juu kuweza kusalimu amri. Yeye tu pekee na yule mvamizi mmoja ambaye alikuwa ametobolewa jicho lake ambao walikuwa wamesalia wakiwa hai. Alikamatwa na kuingizwa kwenye gari la polisi kwa nguvu, huku yule askari ambaye alikuwa anamkamata akiwa anaongea naye kwa kufoka. Upo chini ya ulinzi kwa kuhusika na mauaji, kusababisha vurugu na hatari kwa raia wasiokuwa na hatia ndani ya eneo hili. Una haki ya kubaki kimya, kwani kila ambacho utakizungumza hapa kitatumika kama ushahidi mahakamani, na baada ya kufika kituoni una haki ya kumpigia simu na sheria wako. Ile gari ya polisi ikiwa na polisi 4 iliondoka pale wakati inawaacha polisi wengine kwa ajili ya ulinzi, huku wanajeshi wakiwa wanalizunguka jengo zima la soko lile kubwa kuhakikisha kuna usalama na watu wote ambao wako mle ndani hawawi kwenye hatari ya aina yoyote ile. Twende kituoni. Ndani ya kituo kikubwa cha polisi, mwanaume ambaye hakuwa na hofu kwenye uso wake wala hakuonekanika kuwa na shida kwenye maisha yake aliingizwa shitaki kwa damu, uso wake ukiwa mkavu, jambo ambalo lilifanya kila ambaye alikuwa ndani ya kituo kile kuanza kumshangaa yeye pekee. Lakini polisi ambao walikuwa wameenda naye kituoni walionekanika kumshangaa, kwani kwao alionekanika kuwa muuaji na mtu hatari kwa usalama mzima wa taifa. Aliingizwa kwenye chumba cha kuhojiwa haraka wakiwa wanasubiri ripoti kutoka katika ile sehemu ambayo ilitokea vurugu, yani sokoni. Unaitwa nani na unatokea wapi? Unafanya kazi gani? Na ile sehemu ulikuwa unafanya nini mpaka uwe wanadamu wenzako namna ile, kama una hasira za mnyama ambaye ameiba mazao yako? Askari mmoja ambaye alionekanika kuwa na hasira kali ndani yake aliuliza akiwa kama mtu ambaye hakuwa sawa tangu atoke nyumbani kwake. Hivyo alikuwa anasubiri mtuhumiwa mmoja aingie kwenye 14 zake aweze kupoza machungu. Lakini kitisho chake hakikuwa na madhara yote kwa Damigo, kwani muda wote alikuwa anamtazama bwana yule usoni kama mtu ambaye alikuwa anamtazama mdogo wake wa damu kabisa. Wewe jeuri sio? Na kuuliza maswali utaki kunijibu. Na kuahidi mpaka unatoka humu ndani utakuwa umejutia kuwahi kuzaliwa hapa duniani, mpuzi wewe. Aliongea kwa hasira tena, akawa anatokana na kubamiza mkono wake kwenye ile meza, kisha akawa ametoka mle ndani na kwenda kwenye ofisi ya afisa wa polisi wa kituo kile. SP Kamazima. ASP Kamazima ndilo jina ambalo lilikuwa limeandikwa kwenye kibao juu ya ule mlango. Yule askari aliingia mle akiwa na hasira ndani yake. Una shida gani Ali? Mkuu, nimepokea ripoti ya yule mtu ambaye ameletwa muda mfupi uliopita. Unamaanisha huyo ambaye nimeambiwa ni muuaji? Ndio. Ndio, nilikuwa najiandaa hapa nije kumuona. Ni mtu mwenye jeuri kubwa ndani yake. Hataki kujibu wala kuongea jambo lote lile zaidi ya kujifanya kama vile hasikii anachoambiwa. Ni mtu mwenye kiburi ndani yake, nahitaji ukazungumze naye wewe, kisha baadaye kama kutakuwa kuna ulazima uniruhusu ni muingize kwenye chumba chetu cha mateso ili niweze kuongea naye kiutu uzima zaidi na kumfunza kwamba kuna watu hawatakiwi kabisa kutaniwa kwenye maisha wala kujaribiwa.
Hakikisha gari yangu imesafishwa vizuri baada ya kumalizana na huyu mtu. Nahitaji kwenda kukutana na mwanamke mmoja mrembo, hivyo sitaki kumuangusha kuanzia muonekano wangu mpaka namna jinsi ambavyo naenda kukutana naye. Samku, yalikuwa ni maagizo ambayo hakuwa na namna zaidi ya kuweza kuyatekeleza kwa wakati ule, muda ambao kiongozi wake alinyanyuka kuelekea kwenye chumba ambacho Damigo alikuwepo akiwa na pingu mkononi. Unajua uko wapi hapa? Lile swali kwa nikuweza kulijibu, hali ambayo ilimfanya SP kupatwa na hasira. Nimepokea ripoti yako kwamba umeua watu 4. Ni mtu mmoja tu ambaye amefanikiwa kuishi na kwa muda huu yupo hospitali. Kuna mtu anaweza kujua sababu za hayo yote? Alikuwa ni kama anajiongelesha mwenyewe, maana mtu wake hakuwa anamjibu lolote ile mpaka muda ule. Aligonga meza kwa hasira kana lungu liletwe. Unanipotezea muda afisa. Nilipaswa kuwa nyumbani na mke wangu muda huu pamoja na mwanangu, hivyo unaendelea kunikela kuniweka hapa mpaka muda huu. Nadhani napaswa kumpigia simu mke wangu ili kumpatia taarifa kama mimi niko hapa kabla haujajutia muda ambao unanipotezea hapa. Unahisi sehemu ni nyumba babako sio? Upo kitoni alafu unanitishia mimi. Nadhani hujawahi kufunzwa huko ulikotoka, na leo itakuwa nafasi yako kufanya ukayajutia maisha hapa duniani. SP alinyanyuka akiwa anakunja shati yake. Narudia kwa mara ya mwisho, mpigie simu mke wangu haraka au niache niende nyumbani kwa amani, kwa sababu sitaki matatizo na mtu yote hapa. Ile kauli ilitoka kwa mtu ambaye alikuwa anajiamini kama vile alikuwa nyumbani kwake. Hakuonesha hofu hata tone ndani yake, jambo ambalo SP kama zima aliona ni kama dharau. Alimgeukia kwa hasira. Huyo mke wako ni nani hasa kiasi kwamba unamtaja tu vile kama mamako? Alisita kuendelea na ile kauli yake baada ya simu yake kuanza kuita bila mpangilio mfukoni mwake. Alisonya kabla ya kuitoa. Alishtuka baada ya kuona ilikuwa ni simu ya bosi wake. Alipokea kwa hofu. Mkuu, alisimama kikakamavu baada ya kuipokea simu hiyo. Kuna mtu ambaye mmemkamata hapo kwa kuhusika na mauaji sokoni. Ndio mkuu. Nimeanza kumfanyia mahojiano hapa muda huu. Mwacheni haraka sana, na kama kuna kitu mmemkosea basi muombeeni msamaha mara moja na muhusika awajibishwe kabla sijabadilisha maamuzi ya kuwafukuza kazi wote hapo. Wewe ni muuaji, unamwachaje kirahisi hivyo? Wewe mpuzi, huyu ambaye wewe unamuita muuaji ni mume wa ndoa mkurugenzi wa usalama wa taifa. Ile sauti kwake ni kama ilififia na ikusikika vyema. Mikono yake ilishua nguvu, akawa anatetemeka kwa hofu kubwa ambayo ilizaliwa ndani yake. Bosi, mkurugenzi anaingia hapo muda wote na watu wake, hivyo kama kuna kitu mmemkosea hakikisheni mnamuomba msamaha kabla hamjachelewa, kwa sababu unaweza hata kuuawa wewe. Anampenda mumeo kuliko kitu chochote kile kwenye maisha yake. Ile simu ilikatwa haraka mno, alibaki anatokwa na jasho kwenye mwili wake na akajifanya kutabasamu kinafiki. Kiongozi, naomba unisamehe, na kama kuna mambo ambayo umefanyiwa ndani ya kituo changu, nipo chini ya miguu yako, uniwie radhi kwa sababu tulikuwa tunatekeleza tu majukumu yetu. Alimfungulia mwenyewe pingu kabla hata hajatoka pale. Watu wenye suti nyeusi waliingia ndani ya kile chumba, wakazunguka kona za ile milango, kisha akaonekana mwanamke mmoja shupavu akiwa anaingia mle ndani. Alikuwa amenawili na kuvutia vilivyo. Ndiye aliyekuwa mke wa ndoa Bwana Damigo Ken Mgwasi, huku akiwa ndiye mkurugenzi wa usalama wa taifa la Tanzania. Sura yake haikuwa ngeni. Rusiana Jemeka ndiye ambaye alikuwa ameingia mle ndani. Alimkimbilia mumewe na kumkumbatia kwa mahaba mazito bila hata ya kujali uwepo wa vijana wake ama uwepo wa SP kama zima na vijana wake wawili. Kuna kitu chochote ambacho wamekufanyia mume wangu? Hapana, nimechoka, tunahitaji kwenda nyumbani kupumzika. Wewe nitakurudia wakati mwingine. Luciano alikuwa amemtamkia SP kama zima, uso wake ukiwa umefura hasira kali, lakini wakati anaendelea kutembea Damigo kuna kitu kama kilikuwa kinakuja kichwani na kupotea. Mke wangu, kama kuna vitu vinakuja kichwani kwangu na kupotea, yani ni kama kumbukumbu za kuhusiana na matukio fulani, ni kama kuna maeneo ambayo niliwahi kuwepo ila kwa sasa hivi siyaoni tena kwenye akili yangu. Mke alitabasamu akiwa anamwangalia mumewe kwa mahaba mazito usoni mwake. Hapana mume wangu, nadhani utakuwa ni uchovu na mambo ambayo huaga yanamtokea kila binadamu kwenye maisha yake. Wawili wale walitabasamu pamoja na kutoweka ile sehemu. Twende upande mwingine wa simulizi yetu msikilizaji. Ni ndani ya The Future University of Technology Mbeya. Kilikuwa ni chuo kipi ambacho kilikuwa kimeanzishwa na shirika la watu binafsi kwa kuingia ubia na serikali kuweza kusukuma maendeleo ya teknolojia nchini. Kwa siku kadhaa ndani ya chuo hicho yalikuwa yametokea ya kustajabisha bila kujua sababu haswa ilikuwa nini mpaka matokeo namna hiyo kuweza kutokea mfululizo. Matokeo ya chuo kizima baada ya mitihani ya muhula mzima kuisha yalikuwa yamepotea kabla ya kufikishwa kwa wanafunzi.
Wakati ambao wataalamu wa mambo ya mitandao wakiwa wanaendelea kupambana kuweza kurudisha kila kitu kama mambo yalivyokuwa mwanzo, walishangazwa na video ambayo ilikuwa imesambazwa kwenye mitandao. Ilikuwa ni moja ya video za mhadhiri wa kile chuo ambaye alikuwa anahusika kwenye usimamizi wa masuala ya mitandao, ambaye alikuwa yuko sehemu ya watu ambao walikuwa wanamtafuta mdukuzi, ambaye jambo ambalo walikuwa hawahitaji liweze kuwafikia wanafunzi. Walikuwa wanapambana waweze kulimaliza tatizo hilo kimya kimya, ila hali hiyo ilionekanika kuwa ilikuwa ni jambo ambalo lisingewezekana kwa wakati ule. Hali ile ilienda kwa muda, ila ilibadilika zaidi kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda. Baada ya kuanzishwa kwa utaratibu wa kila ilipokuwa inafika saa 8 usiku, mtandao kupotea kabisa ndani ya chuo kizima. Hakukuwa na namna mtu yeyote alikuwa anaweza kutumia mtandao wake binafsi, au kwa wale ambao walikuwa wanatumia mtandao wa chuo wangeweza kuupata mtandao kwa wakati ule, hali ambayo ilileta mtafaruku mkubwa. Ilienda hivyo kwa siku 5 tangu video ya faragha ya moja kati ya wahadhiri wa chuo kile kuweza kusambazwa kwenye mtandao, ndipo alipogundua jambo ambalo halikuwa la kawaida. Baada ya kutambua kwamba moja kati ya majengo ambayo yalikuwa yamefungwa kwa muda, kuna chumba mle ndani kila muda ambao mtandao ulikuwa unakatika kilikuwa kinatoa mwanga kwa muda, kisha kingezima tena, kisha hali ya giza ingerejea baada ya dakika kadhaa kupita. Kugundua jambo lile kulileta taharuki mpya ndani ya chuo baina ya wale ambao walikuwa wamegundua hali kama hiyo. Ikawa lazima kuanza kufuatilia kwa ukaribu zaidi hali ile, kuweza kujua ni nini kilikuwa kinaendelea na jinsi ambavyo wangeweza kudili na ile hali, kwa maana ndio ilionekanika kuwa ni sababu kubwa ya yale yote kuendelea kutokea. Siku moja ikiwa inakaribia kufika saa 8 usiku, walikuwa na walinzi wakawa wameizunguka ile sehemu. Baada ya saa 8 kamili kuweza kufika, ni kweli yalitokea yale ambayo walikuwa wanayatarajia. Haikuwa shida kubwa kwao kwa sababu walikuwa na ufunguo wa za sehemu ile, hivyo ilifunguliwa kwa nguvu na kuingia mle ndani. Ila wakati wakiwa naingia, waliona laptop moja ikiwa mezani, ila lilikuwa ni jambo la ajabu kuona ikiwa inapiga cheche. Ndani ya sekunde kadhaa tu ililipuka vibaya na kusababisha shoti kubwa ambayo ilifanya sehemu kubwa ya jengo lile kuweza kulipuka. Ni moshi ambao ulikuwa umetawala mle ndani. Wale walinzi wakiwa wanahangaika kutoka mle ndani, mmoja aliona kile chumba kikiwa na mlango, akiwa ameziba midomo yao. Aliwakonyeza wenzake na kuwaelekeza kule ndani, wakaamua kwenda huko. Aliyekuwa mbele alivutwa kwa nguvu, shingo yake ilichalangwa na visu vingi, akarudishwa akiwa anavuja damu kila sehemu kwenye shingo yake, hali ambayo iliwashtua wenzake. Hali ilikuwa inazidi kuwa mbaya kulingana na moshi mwingi ambao ulikuwa uko mle ndani. Walenda wengine wawili kwani haikuwa kawaida kuikimbia sehemu ambayo ilikuwa na mtu aliyowafanya kwenda kwa wakati huo. Kuingia kwao huko ndani ilikuwa ni kama walikuwa nakitafuta kifo mahali ambako kilikuwepo, kwani mwanaume mmoja ambaye alikuwa amejifunga kitambaa na kwa kuonekanika kama kijana alikuwa amesimama karibu na mlango. Walipoteza muda kujishauri. Wakati wakiwa wanatokezea kuweza kuingia huko ndani, aliwachoma visu tumboni, akavuta bastola yake akawapiga wote risasi, ambayo aliwapiga risasi wote ambao walikuwa nje ya chumba kile, kisha katoka kwa kasi kubwa sana. Wale wahadhiri ambao walikuwa nje wakisubiri majibu, wakati ambao milio ya gari za polisi ilikuwa inasikika na zima moto ambao walikuwa wanatakiwa kuwahi kwenda kuuzima moto ule ambao ulikuwa umeanza kuwa mwingi, walikimbia kwa hofu waliposikia milio ya risasi karibu na mlango, na muda ambao bwana yule alikuwa anatoka mle ndani hakuwepo pale. Aligeuka kuangalia kila upande, kulikuwa kimya kama hapa kuwepo na mtu sehemu ile. Hata wanachuo ambao walikuwa wanaishi kwenye zile hosteli za ndani, baada ya mlio wa risasi wote walirudi ndani vyumba vyao. Kijana yule aliondoka akiwa anatembea kama kile chuo kilikuwa cha babake. Alipokuwa anaisha kwenye ukuta ambao aliushika kwa juu na kuvutia kwa nje, ndipo zimamoto alikuwa ameanza kuuzima moto ule, huku gari za polisi zikiwa za kutosha eneo lile, wengine wakiwa wanahangaika kumtafuta mtu ambaye alidaiwa kusababisha hatari kubwa na kuwashambulia walinzi kwa risasi, ila hakuna kitu walibahatika kukipata kwa wakati ule zaidi ya kukutana na miili ya marehemu tu na godoro dogo pamoja na mashuka ambayo yalikuwa yameungua, ikionyesha wazi kuna mtu ambaye alikuwa anaishi sehemu ile, na ile laptop ambayo ilikuwa imeungua vibaya ilibakia majivu tu na baadhi ya vifaa ambavyo vilibaki eneo lile. Hii sehemu inaonekana kama ilikuwa ni makazi ya mtu. Inawezekanaje na unasema kwa muda mrefu ilikuwa imefungwa? Yaani inamaanisha kwamba huyu muuaji alikuwa anaishi hapa. Kwa dalili ambazo zinajionyesha hapa ni kwamba huyu mtu anahusika na haya mambo ya mtandao ambayo yanakuwa yanavuma hapa, pamoja na kuvujisha video za mwadhiri mmoja hapo hapa. Hivyo bila shaka kuna wakati alikuwa anakaa hapa, na ndio maana kuna hivi vitu vyake hapa. Sasa
Kitu kama hiki kinawezekana vipi na mtu akawa anaishi sehemu kama hii hapa na walinzi wasijue wala uongozi wa chuo kwamba haya maeneo uwaga hayakaguliwi? Maswali yako mengi tutapata majibu yake baada ya uchunguzi kukamilika, ila mpaka sasa hivi hakuna ambaye anaweza kukujibu kile unataka kusikia. Nadhani ni muda kuanza kazi. Jambo ambalo linanishangaza, hii nchi ina vyuo vikubwa vingi. Kwa nini aje sehemu kama hii hapa tena ambayo ipo pembezoni mwa nchi namna hii, badala ya kwenda kwenye vyuo vya sehemu ambazo zina ukaribu na maeneo makuu ya nchi? Hakuna mtu namna hii anaweza kufanya jambo bila kuwa na uhakika na kile anachokifanya. Kama ni mtu alikuwa ameamua kuweka kambi hapa na alikuwa ni mdukuzi, maana yake ni kwamba kuna jambo la muhimu ambalo yeye aliliona hapa ambalo huenda mimi na wewe tunaweza tusilione kwa sasa hivi. Hivyo tupunguze kelele. Ni muda wa mimi na wewe kuanza kutafuta yaliyojificha nyuma yake nini. Ni polisi wawili ambao walikuwa wamejadiliana baada ya kuona hali ambayo ilikuwa mle ndani, ila kati yao hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na majibu ya nini kilikuwa kimetokea. Nani alikuwa amehusika na kwa nini alikuwa amefanya yale ambayo alikuwa ameyafanya. Nje ya chuo, yule kijana baada ya kufanikiwa kutoka, kuna gari moja aina BMW lilikuwa linamsubiria upande wa pili wa barabara. Aliingia haraka na kuvua kile kitambaa usoni huku akiwa anakohoa kutokana na moshi ambao ulikuwa umempata akiwa mle ndani. Alipewa maji ambayo alikuwa amenawa huku akiwa anafungua kioo cha gari ili aweze kupata hewa safi. Imekuwaje mpaka umefahamika kirahisi namna ile Jordi? Hao watu inaonekana ni wa kwa muda mrefu sana walikuwa wameshtuka, ila hawakuwa wanajua nipo wapi mpaka walipokuwa wamekitilia shaka kile chumba cha lile jengo, na ndio maana wakafanikiwa kuweza kunijia leo. Huu uzembe ulitakiwa kutokea wakati ambao umeshamaliza kazi. Umeoa watu wangapi? Sio chini ya 5. Kuna mtu ambaye yupo hai na ana sura yako? Nilikuwa najichanganya na wanafunzi, hivyo sina imani kama kuna mtu ambaye anaweza akaja kuzipata taarifa zangu. Kuhusu kamera za chuo, nilikuwa nazo makini sana, hivyo hakuna kitu utapata. Kazi umefikia wapi? Zile taarifa ambazo tulikuwa tunazitafuta kwa hapa hazipo boss, kwa sababu nilifanikiwa kupata hadi mfumo mzima wa chuo na wale ambao walikuwa na uendesha, lakini ndani yake nilikuwa nimepata matokeo ya wanafunzi, tuna taarifa binafsi za wahadhiri na viongozi wa chuo. Unamaanisha swala la usalama wa taifa kuficha taarifa zao ndani ya mfumo wa chuo hiki hazikuwa za kweli? Na hizo walitengeneza hili kwa sababu fulani. Taarifa zao hazipatikani kirahisi boss, na ndio maana walikuwa wamefanya hivyo. Huenda walikuwa wametambua siku moja kuna watu wanaweza kuja kuzihitaji. Unaelewa kwamba ilitakiwa tupate taarifa za mkurugenzi wa usalama wa taifa wa sasa? Ndio naelewa boss. Unajua kwa nini? Kwa sababu ndio njia pekee ya kuweza kumudu. Waga na kuambia kila siku, huyu mwanamke ndiye mtu pekee ambaye anaweza kutufanikishia malengo yetu, lakini vinginevyo hatuwezi. Huyu amekuwa na msimamo kuliko wakurugenzi wote ambao wamewahi kuwepo kwenye ile nafasi. Unataka nizungumze lugha gani ili uweze kunielewa wewe? Naelewa boss, na ndio maana nafanya kila ambalo unalisema. Ni kweli kwamba Damigo hajafa? Sijakutana na hizo taarifa boss. Nadhani hizi ni za mpaka tupate nafasi ya kuweza kupenya kwenye taarifa za mkurugenzi wa usalama wa taifa, ndipo tutakapojua kama ni kweli alikufa. Yule mwanaume ambaye alikuwa ameshusha kofia yake na kujifunika kwa barakoa usoni, akiwa anaonekana amevurugwa ama kuwa na hasira, alikuwa ametulia baada ya simu yake kuita. Alipokea na kutulia kwa muda kidogo. Ndio tunaenda Dar es Salaam siku ya kesho. Kuna taarifa kwamba kuna mtu ambaye amepatikanika, hivyo hii inatakiwa tukamuone. Huenda ni mtu ambaye tunamtafuta. Alihitaji gari simamishwe. Alimtaka kijana yule ashuke huku yake anaendelea na safari yake. Yule ndiye ambaye alikuwa amempatia kazi kijana yule aweze kudukua mfumo mzima wa chuo, kwa sababu waliamini ya kwamba kile chuo mfumo wake ndio ambao ulikuwa unatumika kuhifadhia baadhi ya taarifa za kiusalama wa taifa na mkurugenzi Luciana Jimika, jambo ambalo baadaye walikuja kugundua haukuwa ukweli, bali walikuwa wamedanganywa na zile taarifa zilikuwa ziko salama kabisa. Msikilizaji, kumbuka tupo katika msimu wa pili wa simulizi My Wife is a Drug Dealer. Kwa hiyo tupate kujua Damigo Ken Mukwasi pamoja na Luciana Jimika ilikuwaje mpaka wakawa pamoja. Kumbuka katika msimu wa kwanza walikuwa wanawindana hao watu. Ni kwamba huyu Luciana Jimika alikuwa anamtafuta Damigo Ken Mukwasi kwenye sakata la madawa kulevya ambalo alikuwa anahusishwa na mke wake, ambapo Damigo naye akaja kujua kwamba mke wake alikuwa anahusika na masuala ya madawa kulevya. Sasa ilikuwaje mpaka wakawa katika ndoa? Mambo yalikuwa hivi msikilizaji. Simulizi imeandikwa naye Fabian Babuya na simulizi electronic kutokea hapa Simulizi Mix.
Kwa nami tupate kujua nini kilijili katika mwendelezo wa simulizi yetu ya My Wife is a Drug Dealer. Huu ukiwa ni msimu wa pili na ni sehemu ya kwanza ya msimu wa pili. Damigo Ken Mugwasi versus Rusiana Jimika. Unaambia Rusiana ambaye kwa wakati alikuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa akiwa anashuka kwenye ngazi za nyumba yao bora na ya kifahari, alimwona mumewe akiwa na mtoto wao wa kiume ambaye alikuwa na miaka 4 wakiwa wanaogelea kwenye bwawa kwa furaha kubwa sana. Wale ilikuwa ni sehemu kubwa ya maisha yake. Ni mambo mengi ambayo yalibadilika kwa upande wake, ikiwa ni pamoja na kutokuamini kufanikiwa kwa mkurugenzi wa usalama wa taifa baada ya mambo mengi ya kutisha kutokea, lakini pia kumpata yule mwanaume ambaye yeye na watu wake walihangaika naye, hali ambayo ilisababisha kuwapoteza watu wao wengi. Ila kwa wakati huo Adia alikuwa ni mwanaume wake yeye tena wa peke yake, huku akiwa wamebahatika hadi kupata familia bora ambayo ilikuwa ni sababu kubwa ya wao wawili kufurahia maisha na kuishi kwa amani, huku hali ya nchi ikiwa ipo kwenye utulivu wa hali ya juu. Richa yale yote mazuri ambayo yalikuwa yameendelea kwa wakati ule haikuwa sababu kubwa ya kumfanya yeye kusahau yale ambayo yalitokea, mpaka kwa wakati huo wakawa pamoja tena kukiwa kuna uwalaki ni mkubwa kuhusu kumbukumbu za mume wake. Naomba nisamehe mume wangu, natumai hata kama itatokea siku ukaja kujua haya, basi utaelewa kwamba nilifanya kwa ajili ya usalama wako mwenyewe na kwa ajili ya hii familia na nchi kwa ujumla. Alitamka kauli ile kumbukumbu zake zikimtoa mahali hapo ambapo alikuwepo kwa muda ule na kumpeleka mbali miaka kadhaa ambayo ilikuwa imepita. Ile siku ambayo walienda kumsaidia Damigo kule kwenye uwanja wa helikopta, mambo hayakwenda kama vile wengi ambao walikuwa na zile taarifa walikuwa wameelewa kwamba yaliishia pale, bali mwanadada yule alikuwa anatambua ya kwamba Jamila Ken Mugwasi alikuwa hai, kwa sababu wakati wakiwa nakaribia kufika ile sehemu, upande ambao yeye alikuwepo ndio upande ambao ilikuwepo ile helikopta. Hivyo wakati Jamila anawahi kuipanda baada ya kusikia ujio wa gari sehemu ile, alimuona sura yake akiwa anaingia kwenye ile helikopta. Hivyo wakati akiwa anaondoka na mkurugenzi wa wakati ule Ziada Mzwane akiwa yupo kwenye mshangao, hakufanikiwa kujua aliyeondoka pale alikuwa ni nani, kwani mwili wa Jamila ulionekanika ukiwa uko pale chini. Rusiana alihakikisha anapata damu ya Jamila, ambapo alienda kuchukua vipimo vya DNA. Baadaye akaja kugundua kwamba aliyekuwa amekufa hakuwa mwenyewe, ila jambo lile hakuwahi kabisa kumwambia mtu yoyote, ilibaki kuwa ni siri yake mwenyewe. Baada ya jambo lile kutokea kurasa za Global, Jamila, makamu wa rais Treno Jiba pamoja na genge lake lote zilifunikwa kwa kuaminiwa kwamba zilikuwa zimeishia pale, ila ukweli alikuwa nao moyoni Rusiana, akiwa anatambua mwanamke huyo hakuwa amekufa bali alikuwa hai. Nini kilitokea baada ya yale mpaka akaishia kuwa mke wa ndoa wa Damigo? Kwa yale ambayo yalitokea pale, yalimwacha Damigo akiwa kwenye hali ambayo kila mtu alijua kwamba angelikufa. Kupigwa risasi 4 mwilini mwake, kipigo pamoja na majeraha mengi ya kukatwa hayakuwapa imani watu ambao walikuwa wanamtizama kwa wakati ule kama bwana yule alikuwa na uwezo wa kuja kuamka tena. Alipelekwa kwenye hospitali akiwa yuko chini ya usimamizi mkali wa Ziada Mzwane, ambaye kutokana na mambo ambayo yalikuwa yametokea alikuwa anahitajika zaidi na rais. Hivyo jukumu la kuhakikisha kuwa Damigo anakuwa sawa aliachiwa Rusiana kuweza kulisimamia. Wakati huo rais alikuwa na Ziada ndani ya ofisi yake. Ziada, mimi na wewe hatakuwa tunajua kama kwa wakati huu tungeweza kuishi sehemu kama hii hapa. Ziada, mimi na wewe hatakuwa tunajua kama kwa wakati huu tungeweza kuishia sehemu kama hii hapa. Ila ni kitu na kusema hadharani binafsi kama rais, na kushukuru sana. Najua ulikuwa unatimiza majukumu yako, ila ni watu wachache ambao wanaweza kujitoa mpaka mwisho kama wewe. Kuna wakati nilikuwa natamani kuweza kukata tamaa, ila kila nilipokuwa na kuona wewe nilikuwa najaribu kupata nguvu mpya mpaka tumeshinda hili dhidi ya hawa mabarodhule. Ni heshima kubwa sana kwa kuwepo hapa na kiongozi wangu wa nchi, kuona kama mimi nimekuwa ni sehemu muhimu sana kuweza kurejesha nchi kwenye hali ya kawaida. Rais akatulia kidogo. Ataishi? Jile swali lilimfanya Rusiana kujishauri mara mbili. Sina hakika mheshimiwa rais, na kama ikitokea akaishi kuna hatari jambo lote lebali linaweza kutokea kwenye mwili wake. Kama lipi? Sijajua, huenda labda kupoza ama kutokuwa na akili sawa kama mwanzo, ila sana tunaweza kumpoteza. Rais alinama baada ya kusikia maneno yale. Kuna muda jaribu kuvaa viatu vya yule kijana, naona kabisa nisingeweza. Ni jambo baya kwa umri wake kukutana na mambo ya namna hii, hasa ukizingatia historia ya maisha yake ya nyuma. Alikuwa ni mtu mbaya sana, akachagua kuamua kuwa mtu mwema.
ila dunia haikuwa njema kwa upande wake. Kuna wanadamu wana roho mbaya kupitiliza hapa duniani. Na muwaze yule binti na mambo ambayo amemfanyia kijana yule, inanifanya najisikia vibaya mno. Natamani kama ningeweza kurudisha wakati nyuma niweze kumshukuru kwa mara nyingine. Rais ni mambo mengi alikuwa anapita kwenye akili yake. Alionekana kama mtu ambaye alikuwa na maumivu makali. Kwa sasa wakati tunamuombea, tunapaswa kuweza kuzikumbuka nyakati zake ambazo alizitumia na sisi. Maana kama sio tusingeweza kufanikisha kazi hivyo, atabaki kuwa ni moja kati ya mashujaa bora kwa kutokea hapa nchini. Huenda nastahili kujengewa tasanamu kama kielelezo cha ushujaa hapa nchini. Rais alihema baada ya kusikia maneno yale mazito kutoka kwa mkurugenzi wa usalama wa taifa. Nitalifikiria hilo, lakini kama umesema hauna uhakika na hali yake, maana yake kuna nafasi japo ndogo ya yeye kuweza kuishi. Vipi kama akifanikiwa kuishi, unahisi nini kinaenda kutokea? Ndoto yake alisema kwamba anatamani kwenda mbali, mahali ambako anaweza kupatumia kuishi kwa amani yale maisha ambayo hakubahatika kuwa nayo kwenye ukuaji wake, na hata pale ambapo alihisi kuwa na familia. Kwa hiyo namaanisha kwamba ikitokea kaishi, basi tunatakiwa kumwacha aishi vile anavyohitaji yeye. Ndio, tutamwacha aende mahali ambako anahitaji mwenyewe kwenda. Nadhani nilikuambia kwamba unatakiwa kuwa makamu wangu. Kesho naenda kutangaza uongozi wangu mpya, hivyo unaenda kuwa makamu wa rais wa Tanzania. Jambo ambalo na imani umeshajiandaa nalo. Ila sababu ya uwepo wako hapa, nahitaji jina tu la mtu ambaye unaamini anafaa kukaimu nafasi yako pindi ukiwa makamu wa rais. Ziada Mzwane aliona kama dunia ilikuwa upande wake. Alibahatika kuteuliwa na rais kuwa makamu wa rais, lakini hiyo haikutosha. Mheshimiwa aliamua kumpatia nafasi ya kupendekeza mtu ambaye alikuwa anaona anafaa kushika nafasi ile ambayo ilikuwa yake ya ukurugenzi wa usalama wa taifa. Naweza kuwa huru kutaja jina lote ile ambalo naona linafaa mheshimiwa. Ndio maana huko hapa. Kwa sasa hivi nchi ipo kwenye matatizo makubwa. Tunapaswa kuwa na watu ambao tunawajua kwa kila kitu na tunaweza kuamini. Hivyo binafsi napendekeza wewe Luciana. Unamaanisha kijana wako? Ndio. Ukiachana na kuwapoteza wenzake, huyu anajua taasisi ndani nje, hivyo kama sio mimi kwa sasa ndiye ambaye anafaa kuwa kushika nafasi hiyo mheshimiwa. Nitafikiria kama anafaa. Kama atanifaa naweza kumpatia nafasi, ila nikiona hanifai basi nitamtafuta mtu mwingine mwenyewe. Mimi nashukuru kwa kunipata nafasi ya kuweza kutaja yule ambaye naona anafaa mheshimiwa. Nina imani unaenda kuwa makamu wa rais bora. Wewe ndiye mtu pekee ambaye naenda kukuamini kwenye serikali yangu. Sitegemei wewe kuja kunisaliti kama alivyonifanyia rafiki yangu wa muda mrefu Treno Jiba. Nimeapa kulilinda taifa hili na kukulinda wewe mheshimiwa. Muda wote ule mimi nipo tayari hata kuyatoa maisha yangu kwa ajili yako. Safi, natumai utakuwa hivyo. Unaweza ukanipatia ripoti kuhusu Helena? Ndio mheshimiwa. Amepatikanika na kurudishwa Tanzania, ila kwa bahati mbaya sio yule ambaye bosi wake alikuwa amemtuma kikazi Kenya. Kama ingelikuwa sawa kwa sasa hivi angefaa kuweza kuiongoza taasisi ya DEA, ila hali yake inatisha na kusikitisha mheshimiwa. Unahisi atapona? Ndio atapona, ila sio swala la wiki wala miezi, bali inaweza kuchukua miaka, maana amekutwa ndani yake akiwa na kiwango kikubwa sana cha madawa kulevya, kiwango ambacho moja kwa moja kinamfanya kuwa kama teja. Lakini pia ameathirika kiakili kiasi kwamba amekuwa ni kama kichaka kabisa kwa mambo ambayo alifanyiwa. Hivyo kwa sasa hivi nitasema mwenyewe kuhakikisha kwamba anapata huduma bora na anarudi kwenye hali yake ya mwanzo. Hawa watu wametoa maisha yao kwa ajili ya hili taifa, hivyo nataka kuona wakiwa wanapata huduma bora kwa gharama zote zile ambazo zitahitajika, hata kama ni kutafuta wataalamu kutoka nje ili tu waweze kuwa sawa. Nina deni lao kubwa sana, lakini haishi kwao. Tunaomba kila familia ya mhusika ambaye ndugu yake amekufa kwenye majanga haya ambayo yametokea kwa sasa, familia zilipo mafao yao ndani ya siku 3 zijazo, na kila familia ipelekewe milioni 200 mkononi cash. Hii inaenda kuwa ni kazi yako ya kwanza kabisa kama makamu wa rais wa Tanzania Ziada. Nadhani hili halitakuwa na ugumu kwa upande wako. Ndio bosi, ninaenda kulifanya kama ulivyoagiza liweze kufanyika. Basi unaweza kwenda. Mazungumzo mafupi ambayo alikuwa amehitimisha mjadala ule alimfanya Ziada Mzwane kutoka mle ndani akiwa na furaha kubwa, licha ya yale magumu ambayo alikuwa anapitia kwa muda wote ambao walikutana na mambo ya kutisha. Sasa Luciana na daktari. Luciana versus daktari. Luciana ndiye ambaye alikuwa ameachiwa jukumu la kuitazama hali ya Damigo akiwa yupo kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Alikuwa anashindwa kutulia sehemu moja, muda wote alikuwa anazunguka ile sehemu ambayo alipaswa kuketi na kusubiria majibu ya mwanaume yule.
Hakuona kama ulikuwa ni muda sahihi wa Damigo kuweza kuaga maisha, kwani aliona kuna mengi sana alikuwa anapaswa kuongea kwanza. Akiwa analia na ile hofu yake ambayo ilikuwa ikimtafuna ndani yake, aliona mlango wa ICU ukifunguliwa. Alimkimbilia daktari kama hakuwa na akili timamu. Daktari, vipi kuhusu hali ya mgonjwa wangu? Wewe ni ndugu yake? Mimi ni mke wake. Akaropoka akiwa na hema. Damigo hakuwa na ndugu yoyote yule, na alikuwa anatakiwa ndugu wa karibu kupewa taarifa nzito, na ndio maana aliamua kujivika uke ili aweze kuambiwa kilicho kinaendelea. Mama, kwanza nikupe pole kwa hali ambayo inaendelea, ila hali sio nzuri, japo kuna uwezekano mume wako akaweza kuishi. Unataka kusemaje daktari? Anatakiwa kufanywa operation kubwa, ila kuna jambo ambalo inabidi uwe tayari nalo kisha ulifanyie maamuzi. Alimeza mate huku uso wake ukiwa unazungumza matumaini mapya ambayo daktari alikuwa ameyasimika ndani yake. Kuna mawili. Akifanyia operation hii, kama amekutana na mambo ya kutisha sana kwenye maisha yake, kunawezekana kaja kuwa na changamoto ya kiakili, ama atakuwa na tatizo la kichwa ambacho kitakuwa kinamuuma muda wote ule ghafla tu, hasa akikumbuka mambo ambayo yatakuwa kiumiza akili yake. Hapa nazungumzia kama operation itafanikiwa kwa namna ambayo naitaka mimi, lakini kama ikitokea operation hii ikafanikiwa, kuna chaguo jingine la pili, na ndio maana nimekuambia nahitaji ufanye maamuzi magumu. Niambie tu daktari, tunaweza kumchoma sindano ya kumpoteza kumbukumbu zote za nyuma. Yaani akitoka ndani ya chumba hiki atakuwa ni mtu mpya ambaye taarifa nyingi atakazokumbuka ni zile ambazo wewe na watu wake wa karibu tu mtamsimulia, ama ambazo atashuhudia kuanzia wakati huo. Hivyo inakuwa ni kama kuyabeba maisha yake yote ya nyuma na kumkatili historia yake. Nahitaji ufanye maamuzi ndani ya dakika 5, kisha utasaini kwenye haya makaratasi ambayo nakuachia. Kama kuna ndugu wengine wanatakiwa kushirikishwa kwenye hili, basi wape taarifa mapema. Ufanye maamuzi namna ninavyotakiwa kuweza kufanya kazi yangu. Ile daktari alikuwa amemkabidhi makaratasi yale, kisha kama amegeuka na kurudi katika kile chumba. Futa kumbukumbu zake daktari. Alilopoka akiwa na hema. Rusiana hakuwa na uhakika na maamuzi yale, ila hakukuwa na mtu mwingine wa kuweza kumuuliza kwa wakati ule. Hata mkurugenzi alijua yupo Ikulu kukutana na rais, hivyo hakuona kama ilikuwa ni sawa kuweza kumsumbua kwa wakati ule. Daktari alinama kutoa heshima kukubaliana na jambo lile, kisha milango ikafungwa. Alitakiwa kusubiri kwa takriban masaa 5 ambapo operation ile ingeweza kukamilika. Alipitiwa na usingizi pale pale mpaka simu yake ilipokuja kumshtua, ndipo alipokuwa amekurupuka. Alikuwa ni bosi wake anampigia na kuhitaji nje ya hospitali muda huu. Alijikusanya na kukimbilia nje akiwa anaangalia saa yake. Bosi, umenishtua sana, kwa nini hujafika hospitali? Kuna majukumu mazito ambayo naenda kuanza muda huu. Mgonjwa, kuna matumaini yote? Luciana alitulia kwa muda akiwa anavuta pumzi, kisha akajibu kwa kukata tamaa. Inasemekana naweza kupona, ila nimefanya maamuzi ambayo sina hakika kama siku akija kujua atanisamehe ikitokea amefanikiwa kuishi na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Unamaanisha nini kusema kama amefanya maamuzi magumu? Nimeruhusu aweze kufutiwa kumbukumbu zake. Unataka kuniambia ni Luciana? Kulikuwa na machaguo mawili. Kwanza ilikuwa ni kuacha kila kitu kama kilivyo, ila daktari amesema kama angebaki vile vile kwa mambo ambayo ameyapitia kwenye maisha yake, ingepelekea kuwa na matatizo ya akili, ama kuja kuwa mtu ambaye angeteseka pakubwa sana kama maumivu makali ya kichwa kila wakati. Hivyo mimi nimeamua kwenda na chaguo la pili, ili kama ikitokea operation ikaenda vyema, awe ni mtu mpya ambaye hatateswa na kumbukumbu za nyuma. Mkurugenzi alimtizama Luciana kwa muda, kisha akashusha pumzi ndefu. Na baada ya hapa nini kinaenda kufuata? Kuhusu Damigo? Ndio. Litakuwa jukumu langu kuhakikisha na kuwa salama. Kwa nini? Una maana gani bosi? Unajitolea mno kwa huyu mtu na sio kawaida yako. Nini kinaendelea? Hamna kitu, naona kama ni mtu wa muhimu tu kwa taifa letu ndio maana. Luciana, nimeishi nawe kwa muda mrefu sana, hivyo na kujua vyema. Huwezi kupoteza muda wako kwa jambo ambalo hauna upendo nalo. Ni kweli nampenda, na ndio maana umehitaji aweze kufutwa kumbukumbu zake. Nimeona maisha ya nyuma yatamfanya kutokuwa mtu wa kawaida. Zile kumbukumbu za mkeo zilikuwa zinaendelea kumharibia kila kitu kwenye maisha yake, na ndio maana nikafanya hivi. Utaweza kulifanya ile jambo na kazi yako? Ndio bosi. Simaanishi hii kazi ambayo unaifanya kwa sasa. Bado sijakuelewa. Unaenda kuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa. Luciana aligeukia nyuma kuangalia kama kuna mtu mwingine ambaye alikuwa anaambiwa ile maneno, ila alitambua kwamba walikuwa wawili tu. Unaongea na mimi au nimekusikia vibaya? Nilikuwa na rais muda so mrefu alinipatia nafasi ya kupendekeza mtu ambaye ninaamini anafaa kwenye hiyo nafasi. Kwa sasa hivi wewe ndio mtu pekee ambaye nakuamini, hivyo nahisi utakuwa ni mtu sahihi kwenye kwenda kuitengeneza Tanzania mpya.
Ruhusiana, na sitegemei kama unaweza ukaniangusha kwenye hili. Bosi, na wewe inakuaje? Najua una fununu. Makamu wa rais? Ndio, kesho naenda kuapishwa rasmi. Ruhusiana alikuwa amemlukia mwanamama huyo ambaye alikuwa ni mfano kwake. Alikuwa zaidi ya bosi na ndio maana alikuwa amepata fursa kubwa, huku yeye mwenyewe akiwa haamini kama kweli alikuwa anaenda kuwa kiongozi mkubwa ndani ya taifa lake. Hii heshima ambayo umenipa sijui hata nitakulipa nini kwenye maisha yangu. Sina uhakika kama hata najua wapi pa kuanzia kuifanya kazi hii bosi. Bado nahisi kuchanganyikiwa. Unaweza kuanzia kwenye yale ambayo ulikuwa unaona mimi nikiwa nayafanya, na huku mwanzoni nitakuwa sehemu kubwa sana ya kushauri. Kuhusu malipo yako kwangu ni wewe kuwa mzalendo kwa taifa lako. Fanya kazi kwa bidii na kwa moyo wako wote. Hakikisha kila kitu unakifanya vile inavyotakikana. Na ndilo jambo pekee ambalo litakalonifanya mimi nisijutie kukuweka wewe kwenye hiyo nafasi. Nje na hapo utaingia kwenye ugomvi wa moja kwa moja na mimi. Nakushukuru sana bosi. Ndio maana nimekuuliza utaweza kuishi na Damigo kwa haya majukumu yako? Ndio, nitaweza. Kwa maana hiyo kama unampenda, una mambo mawili ambayo unatakiwa kuweza kuyafanya. Kwanza unatakiwa kuolewa naye au mume wako wa ndoa kabisa, ila jambo la pili ni gumu kidogo kwako, ila lazima ulifanye. Nini hicho mheshimiwa? Akiamka, kwa sababu atakuwa na akili mpya, unatakiwa kumsimulia baadhi ya mambo ambayo yatamwaminisha kwamba alikuwa na maisha mengine huko nyuma, kwani lazima atauliza kwa umri wake alikuwa ni nani huko nyuma na aliishije. Jambo jingine, akiamka tu unatakiwa kuwa mkweli kwenye maisha yake kuanzia pale. Hautakiwi kumdanganya jambo lolote ile ambalo litaanza kutokea baada ya yeye kuamka. Hivyo ni kuanzia kazi yako na kila kitu ambacho kitakachoendelea. Nitaenda kufanya kila kitu kwa sababu sipo tayari kumpoteza. Rais anahitaji kuonana na wewe kesho kabla ya kulipitisha jina lako rasmi. Anahitaji kujua kama una utayari wa kuweza kuifanya kazi hiyo, lakini pia unatakiwa kumwambia kila kitu ambacho tumeongea hapa kuhusu Damigo na dhamira yako. Unahisi atapendezwa na ile? Sidhani kama atachukizwa nalo, na ndio maana anatakiwa kujua mapema ili isije kuwa tatizo kwa huko baadaye kama akija kujua kwa njia nyingine. Sawa bosi. Alishuka nyingine kwa natamani kurukaruka kwa furaha kubwa. Ni kama maisha yalimpatia nafasi nyingine ya dhahabu kupata kila ambacho alikuwa anakitaka yeye. Rais versus Ruhusiana. Rais na Ruhusiana. Miaka kadhaa nyuma ilikuwa ni ngumu sana kuamini mwanamke anaweza kukaa nafasi ya ziada. Wanawake hamkuwa mkipewa kipaumbele kwa sababu ya historia, lakini mwanamke yule alibadilisha mtazamo wa watu wengi na viongozi wengi kuhusu jambo hili. Hata mimi mara ya kwanza sikuamini kama mwanamke anaweza kuwa kwenye nafasi nyeti kama ukurugenzi wa taasisi nyeti kama usalama wa taifa, mpaka nilipofanikiwa kufanya kazi na ziada ndipo nilipotambua kile ambacho mtangulizi wangu alikiona kwake. Ni mwanamke shupavu, na ndio maana nimeona anafaa kuongoza nchi na mimi. Ni ambaye alipendekeza jina lako liwepo kwenye watu wangu wa muhimu nilipompatia hiyo nafasi ya kupendekeza. Mimi na wewe hatujawahi kukaa sehemu tukafanya kazi. Ni ambaye anakujua wewe, na hivyo ni ambaye anakuamini. Nikisema nitakupatia hii nafasi, unahisi wewe ni mtu ambaye unafaa kuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa na una uhakika utaweza kuibeba hii nafasi kwa namna ambayo mimi natarajia wewe uweze kuibeba? Yalikuwa ni maelezo ya akili na swali la mtego ambalo limfanya Ruhusiana kumeza mate kwanza kuweza kufikiria kwa kina na kwa umakini mkubwa kabla ya kumjibu. Sina kama naweza kukujibu moja kwa moja kama hii nafasi inanifaa mimi. Lakini jambo ambalo naweza kukuahidi ni kwamba nikipewa nafasi waga na hakikisha natoa uwezo wangu wote ambao ninao ndani yangu kwenye jambo husika. Hivyo nikiwa hapo nitahakikisha kwamba napigana mpaka tone langu la mwisho la damu kuweza kuilinda Tanzania, hata kama italazimu mimi mwenyewe kuweza kumwaga damu yangu. Unaweza kunipatia maelezo kuhusu Damigo? Ndio mheshimiwa. Alimwelezea mambo yote ambayo alikuwa anaendelea kwa wakati ule na maamuzi ambayo alikuwa ameyafanya. Una uhakika na hiki ambacho unahitaji kufanya? Ndio mheshimiwa. Umejiandaa kama ikija kutokea siku akafanikiwa kurudi kwenye hali yake ya kawaida na akawa na kumbukumbu mambo yatakayokuaje? Nipo tayari kwa kila aina ya matokeo ambayo yatakuja mbele yangu. Mimi naweza kukuruhusu kufanya hayo, ila hakikisha ni maamuzi ambayo hautakuja kuyajutia kwenye maisha yako. Nalielewa hilo mheshimiwa rais. Basi nategemea hautaniangusha kwenye hili Ruhusiana. Na kuahidi mheshimiwa. Alipewa mkono wa karibu na rais. Rasmi alikuwa anaenda kuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa wa Tanzania. Ulipita mwezi mmoja tangu ifanyike operesheni. Damigo hakuwa amerudi kwenye hali yake ya kawaida, ila alikuwa yupo kwenye fahamu zake. Alikuwa ni mtu mpya kabisa ambaye hakuwa anaelewa alikuwa nani, alitokea wapi na kwa nini maisha yake yaliishia sehemu ile kwa wakati ule, ila muda wote ambao alikuwa anauguza majeraha yake
Ni mwanamke mmoja tu ambaye alikuwa yuko naye karibu muda wote. Siku hiyo walipata wasaa mzuri wa kuweza kuzungumza. Kwani ni nani kila siku na kuona upo karibu na mimi na unanijali kuliko mtu yote yule? Mimi ni mwanamke ambaye ulimwahidi upendo, mwanamke ambaye uliahidi kumlinda kwa maisha yako yote. Sisi ni wale ambao tuliahidiwa kuja kupendana hapa duniani Damigo. Wewe ni mwanaume ambaye tulikuwa tunaenda kuoana siku za karibuni hapa, na hata wakati unapata na matatizo ulikuwa unaenda kuangalia vitu kwa ajili ya harusi yetu. Ina maana wewe ni mchumba wangu? Ndio, mimi ni mkeo mtarajiwa. Sasa mbona sikumbuki chochote kile? Usijali, nitakwambia kila kitu na sababu za wewe kutokuwa na kumbukumbu zote zile kwenye maisha yako kwa siku hii mpenzi wangu, ila kwa sasa hivi na hitaji uweze kutulia mpaka ukae sawa, twende nyumbani, kisha baada hapo nitakwambia kila kitu. Ukishajua mambo yote ambayo yalikuwa yametokea nyuma, ndipo utakapoendelea na zoezi letu la kufunga harusi, kwa sababu mimi siwezi kukuacha kwenye maisha yangu. Haijalishi unapitia mambo gani na kipi ambacho kimekupata. Mimi ni wako na utakuwa wangu tu siku zote. Maisha ya sasa, tuachane na kumbukumbu. Unaambiwa zote zilikuwa ni kumbukumbu za Luciana kuhusu maisha ya nyuma, miaka ambayo ilipita na mambo yote ambayo yalikuwa yametokea. Wakati nakumbuka hayo yote ni muda ambao alikuwa anashuka kwenye ngazi wakati akiwa anamwangalia mumewe kipenzi Damigo na mwanae wa kiume ambaye alikuwa na miaka 4. Wale wawili kwake walikuwa ni zaidi ya maisha, na ndio maana walikuwa anampatia sababu ya kuwa hai kila siku na hakuwa tayari kuweza kuwapoteza. Baada ya kufika pale, alimpatia mtoto mdoli akawa anaochezeana, akacheza nao kisha akaenda kuketi pembeni ya mume wake. Mume wangu, ni kipi ambacho kimetokea mpaka wale watu wakaukamata pale? Nilikuwa sokoni, kashinda anatekwa mbele yangu. Ile jambo limenipa hasira kali mno kama mzazi. Sauti ya mtoto akilia na mama yake akiwa na mama kana mbeleza mwana aweze kuachiwa niumiza sana. Nadhani nisingeweza kujisamea kama nisingefanya jambo lote kwa wakati ule, na ndio maana nikafanya yale yote na mtoto yuko salama. Na kuelewa mume wangu, ila kufanya mambo ya namna ile hadharani ni hatari kubwa sana, hususani wakijua kama wewe ni mume wangu wa ndoa. Inaweza kuleta hatari kubwa sana kwa mbeleni. Na mimi ni mtu ambaye sitakiwi kujulikana kama ndiye mkurugenzi wa usalama wa taifa, na ndio maana kila siku nasisitiza unatakiwa kuwa na walinzi kila sehemu ambayo unakuna kwenda. Unahisi kingetokea nini kama wale wangeweza kukuzuru hata kwa risasi? Najua unanipenda mke wangu, ila kuhusu hilo ndo shaka. Mimi siwezi kuishi kwa kuongozana na walinzi. Na uzuri kama ulivyosema, hakuna mtu ambaye anajua kwamba ni mkurugenzi, hivyo maisha yetu ni siri kubwa. Kwa sasa hivi lazima kuna watu ambao wameiona sura yako. Kamera zote zile jengo nimezichukua, hivyo hakuna watu ambao wataona sura yako, lakini hatujui lile eneo huenda kuna watu ambao walikuwa wameweza kurekodi ile tukio kwa simu kama unavyojua Tanzania. Punguza wasiwasi mke wangu. Ninaamini kila kitu kitakuwa sawa. Ila kuna jambo linanitatiza kichwani. Jambo gani lo mume wangu? Kuna muda kumbukumbu zinanijia kwenye kichwa changu, yananijia mambo ya ajabu kama mimi kuua watu kunisaliti, na mara ya mwisho nasikia milio ya risasi ambayo ni kama inakuja kwangu. Sijajua yote yanasababishwa na nini. Kuna mambo gani ambayo siyajui kuhusu maisha yangu mke wangu? Nadhani tunapaswa kwenda kumuona daktari. Kwenye moja kati ya mambo ambayo aliniambia atakuwa anajitokeza mara kwa mara ni haya ya wewe kupitia haya mambo, kwa sababu sehemu yako ya kichwa iliumia, hivyo inaweza ikawa inatengeneza picha na baadhi ya matukio ambayo yanasababisha hali yako isiwe ya kawaida. Kweli mke wangu? Ndio babangu. Na sitaki uweze kupitia kwenye hali kama hiyo kwenye maisha yako. Mmemhoji yule mmoja ambaye nimemwacha hai? Ndio. Anasemaje? Sio watu wa maana, ni majambazi tu ambao walikuwa wanamfuatilia mama yule kwa muda mrefu baada ya kugundua mume wake ni tajiri mkubwa, hivyo walijaribu kumteka tu mtoto kwa ajili ya kujitafutia pesa. Kwa hiyo atafanywa nini? Akipona atafikishwa mahakamani kuweza kubeba madhambi yake. Watabasamu pamoja na kuweza kukutanisha ndimi zao taratibu, wakaanza kupata juisi nzuri ya upendo. Tupate kujua kidogo kuhusiana na Tadilu Manzeki na Luciana Jimika. Rais kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu kupita alikutana na mkurugenzi wake wa usalama wa taifa kuweza kujadili mambo ya msingi ya nchi. Imekuwa ni muda mrefu mkurugenzi, tangu mimi na wewe tuweze kufanya mazungumzo marefu. Hii ilisababishwa na nchi kuingia kwenye hali ya amani kwa muda mrefu, hali ambayo iliwapa nafuu hata wa Tanzania kuweza kuyasahau matatizo makubwa ambayo waliyapitia miaka ya hapo nyuma. Tulifanya uchaguzi mwingine, nikashinda kwa kishindo kikubwa kwa sababu ya kuwa
mtimizaji mzuri sana wa ahadi zangu ambazo nilikuwa ninawapatia raia wangu, ila haya mambo nimeyasikia naanza kwenda tofauti na yale matarajio yangu makubwa ambayo ninayo. Nadhani utakuwa upo hapa ukiwa na majibu ya kunipatia. Walikuwa hapo kwenye ofisi ya rais wawili wale wakati rais alipokuwa ameanza kuanzisha ile mazungumzo. Upo sahihi, hali ambayo imetokea huko Mbeya tayari nina ripoti yake ambayo nimeipokea mezani kwangu na mengine uchunguzi unaendelea. Miaka 3 ambayo imepita, kuna siri nyingi za taasisi. Tuliamua kutafuta taasisi ambayo tunaweza kuiamini tukatumia kuifanyia mambo yetu, ili ikitokea kuna tatizo lolote lile linatokea ndani ya idara, siri za nchi ziwe salama. Kwenye hili tulikuwa tunajua siku moja kungeweza kutokea matatizo na hizi siri zikawa wazi, na ndio maana tulikuwa tumetengeneza propaganda ndani ya taasisi kuaminisha baadhi ya watu kwamba siri baadhi zilikuwa zimefichwa ndani ya mfumo wa chuo kile. Hiyo ndio sababu huyu mdukuzi alikuwa ameamua kudukua mfumo wa chuo akiamini kwamba kulikuwa kuna siri za nchi ambazo zilikuwa ndani. Ndio mheshimiwa. Je, hizo siri alikuwa anahitaji kuzifanya nini? Hapo ndipo linakuja swali la msingi kwamba hawa watu ni akina nani? Kwa sababu kama alikuwa anahitaji ni siri tu peke yake, kuna watu ambao wangeweza kuwatumia ndani ya idara, ila hii inaonekanika kama kuna mtu ambaye wao walikuwa wanamhitaji moja kwa moja. Unamaanisha hawa watu kuna mtu anamtafuta? Ndio mheshimiwa. Na labda mimi unajuana na watu? Hapana. Asa wanakutafuta vipi wewe? Kwa sababu wanahitaji kujua kuhusu mume wangu. Bado sijakuelewa. Sina hakika kwa 100% ila nahisi hawa watu wanamtafuta mume wangu pamoja na mimi. Yaani kwa nini iwe hivyo? Kama wakinipata mimi na kujua siri zangu, wanaamini wanaweza kuniweka chini yao na wakafanikiwa kuweza kujua kuhusu mimi kwa vile ni mkurugenzi, wanaamini kwamba kutakuwa kuna taarifa za mume wangu. Kwa mimi hesabu zangu zimefikia hapo. Unahisi kwamba kuna watu ambao walikuwepo kwenye yale maisha wanajua kuhusu mumeo na wanahisi kwamba atakuwa hai? Ndio mheshimiwa. Haya mambo yaliisha wakati ule, sidhani kabisa kama jambo la namna hiyo linaweza kutokea. Inawezekana mheshimiwa, ila nina uhakika na ninachokisema. Unaonekanika unaziamini taarifa zako, kuna kitu ambacho unakijua sisi hatukijui. Nahisi hivyo mheshimiwa. Niambie unanitania sio? Namaanisha ninachokisema. Ni nini ambacho unachoficha? Sijui utazipokea vipi hizi taarifa, ila ni kuhusu Jamila. Jamila Ken Mgwasi? Ndio mheshimiwa. Huyu alikufa muda mrefu sana. Kuna nini kuhusu yeye? Nasikitika kusema kwamba nina uhakika yule mwanamke yupo hai bado. Nini unataka kuniambia muda huu? Jamila yupo hai mheshimiwa. Unahisi au una uhakika na taarifa yako? Nina uhakika nayo. Rais alisimama kazunguka mara mbili kwenye ile ofisi yake na bado hakuwa anafanikiwa kuunganisha yale maneno ya Jamila. Bado hakuwa anafanikiwa kuunganisha yale maneno ya Rusia, kwa kuwa hakuwa na uhakika kama mwanamke yule alikuwa anamaanisha kusema vile. Yaani maana yako hasa ni ipi? Yani mkurugenzi, yani unamaanisha nini? Nilimuona kwa macho yangu mwenyewe. What? Ndio. Wewe hapo ndio ulimuona Jamila? Ndio. Akiwa hai? Ndio. Wapi? Mahali ambapo tulikuwa tumeokota mwili wake. Hili haliwezekani. Linawezekana mheshimiwa. Na yule ambaye alikuwa amezikwa alikuwa nani? Na ndio maana hata mume wangu hakuweza kuelewa iliwezekanaje mke wake alikuwa dhaifu, akawa ni kiumbe hatari namna ile ambaye alikuwa anaweza kuua mtu ndani ya sekunde kadhaa. Na haya yote ulikuwa unayajua tangu wakati ule? Ndio, nilikuwa najua. Rais alipigiza mkono wake kwa hasira kwenye meza akiwa ananyanyuka. Sura yake ilikuwa inaongea lugha nyingi zenye ghadhabu kweli kweli. Naweza kujua sababu ya wewe kuzificha hizi siri zote. Zilikuwa na manufaa gani kwa upande wako, na hesabu zako hasa zilikuwa ni zipi? Kuna kitu kinaanza kuniambia hapa nilifanya makosa makubwa sana kuweza kuweka kwenye hiyo nafasi ya mtu ambaye una ujasiri wa kumficha rais taarifa nyeti kama hizi. Unaweza kunilaumu wezavyo mheshimiwa, nitazipokea lawama. Unaweza hata kunisimamisha kazi, ila nitakuwa tayari pia kulipokea hili, ila nilifanya haya kwa sababu ya taifa hili pamoja na mume wangu. Nchi ilitoka kuvuja damu. Watu walikuwa wamepoteza maisha. Nilipoteza wenzangu nikiwa naona kwa macho yangu. DEA ilipoteza karibu watu wake wote ambao walikuwa leo kwenye ile operation, na Helena ambaye alipona kufa mpaka leo bado hajapona vizuri. Anaishi sober house. Wewe mwenyewe ulikuwa hapo kwenye hatari kubwa sana ya kupoteza nafasi yako. Mume wangu alikuwa nusu maiti alikuwa wakati ule. Ulitarajia nije kuibua jambo lile jingine kubwa kama lile, kwamba mwanamke alifanikiwa kuishi? Ulitegemea wakati ule tunge watangaziaji wananchi kwamba kuna mtu ambaye tulikuwa tunamtafuta ambaye
alikuwa ni sababu ya yale yote tulikuwa tumeshindwa kumpata kwa wakati ule, hivyo walikuwa naingia kwenye hali nyingine ngumu kwenye maisha yao. Na ijua kazi yangu ambayo nilikuwa nimepokeza kulinda kwenye maisha yangu, na ndio maana sisi ambao huaga tunafanya kazi za namna hii huaga tunakubali kufa na baadhi ya asili hata kama zingeleta maumivu makali. Ni kweli tulipofika ile sehemu mimi nilifanikiwa kumwona Jamila akiingia kwenye helikopta akiwa mzima kabisa wa afya. Ila nilifikiria kwamba kwa sababu wenzake wote wameangushwa hata mwenyewe asingeweza kuja kurudi tena. Niliamini mwanamke yule angeenda sehemu ambayo angejificha asije kujulikanika kama alikuwa hai, hivyo sikuwahi kabisa kufikiria kwamba anaweza kurudi tena kwenye maisha haya. Kama hili ni kosa nilifanya, na kile ndio nanipo tayari kwa ajili ya adhabu hii, ila kwangu ninaona nilifanya kitu sahihi kabisa, na kama nikiwa na nafasi nyingine nitafanya tena mheshimiwa. Rosiana alikuwa ameongea kwa uchungu. Ni kweli alifanya kosa kubwa sana kiitifaki, ila alifanya kwa mahesabu makali na alikuwa sahihi. Rais akarudi kwenye kiti kama beberu ambaye alikuwa amevamiwa kwenye ima yake. Bado ulipaswa kuniambia mimi. Aliongea kwa hasira, lakini ile ya kuelewa ambayo alikuwa ameambiwa. Kama ningekuambia una hakika kwamba ungeishi kwa amani na usingefanya jambo ambalo huenda lingeharibu kila kitu. Pamoja na hasira zake, rais alitambua hasira zake hazikuwa na msaada wote kwa wakati ule. Alipaswa kutumia zaidi busara. Kwa hiyo naamini ni Jamila amerudi. Kwa upande wangu ni mawili. Moja, anaweza kuwa amerudi yeye mwenyewe, au pili, anaweza kuwa amewatuma watu wake kurudi. Kama kweli amerudi, ni jambo gani ambalo linaweza kumsukuma kurudi? Moja, anaweza kuwa amerudi kwa ajili ya kutaka kushika dola. Maana kama ni hivyo basi atakuwa ana nguvu kubwa zaidi nyuma yake, na pili, huenda ikawa ni kwa sababu ya mume wangu. Unamaanisha anajua Domingo yupo hai? Hapo ndipo lilipo swali ambalo huenda hata hawa watu na hapo ndipo lilipo swali ambalo huenda hata watu tunaumiza sana kama kweli ni wao. Kama ambavyo tunahisi kwamba je, yupo hai? Na kama yupo hai, yuko wapi na anafanya nini? Kama aliondoka na kwenda mahali kwa amani, kwa nini sasa arudi kuja kumtafuta Domingo? Huenda kwa sababu anaamini inaweza kutokea siku moja mume wake akajua kwamba yupo hai akamtafuta, hivyo anaweza kuwa anafanya kwa ajili ya kusafisha kosa lolote ambalo lilifanyika kwa wakati ule. Kama kweli mwanamke yupo hai, maana yake ni kwamba The Global hatukuiteketeza, bado ipo. Huyu ndiye ambaye alikuwa ni mhasibu mkuu wa taasisi yote, na ndiye ambaye alikuwa ni mtunza hesabu wao, hivyo alikuwa anajua taasisi ndani nje na hesabu nyingi alikuwa nazo yeye. Kwa maana hiyo atakuwa na kiwango kikubwa sana cha fedha ambacho anakimiliki na ndicho kinampa nguvu. Sasa vipi kama amerudi tena kurejesha The Global kwa namna nyingine? Ndio maana nipo hapo mheshimiwa rais, kwa sababu nahisi kunaweza kukawa na hatari kubwa kama hiyo. Kama hili jambo ni la kweli, maana yake ni kwamba unatakiwa kufanya maamuzi magumu Rosiana. Unamaanisha ni mheshimiwa, ni muda mume wako kujua ukweli. Ukweli wa kuhusu maisha yake ya nyuma. Hilo jambo haliwezekani. Kama jambo lipo kama ulivyoniambia hapa, maana yake ni kwamba mumeo ni lazima aweze kujua ukweli, ili kama ni tofauti basi, ila kama ni tofauti basi hakutakuwa na shida. Ninahitaji uniandalie ripoti ambayo nitaitumia kuifanyia maamuzi, na usije ukanidanganya tena kama ambavyo ulinificha kuhusu haya mambo, kwani sitokusamehe. Kama itahitajika mumeo kuyajua maisha yake, maana yake ni wewe ndiye ambaye unatapaswa kumwambia, kwa kuwa ndiye ulifanya maamuzi ya kuziondoa kumbukumbu zake pia. Ila kama utakuwa nitamwambia mimi. Na sidhani kama unatamani mumeo ayakumbuke mambo mazito namna hii. Na sidhani kama unatamani mumeo ayakumbuke mambo mazito namna hii kutoka katika mdomo wa mtu mwingine ambaye sio wewe. Luciana alihema na kutoka mle ndani, kichwa kikiwa cha moto. Hakuwahi kufikiria kuna siku angefikia kwenye hatua kama hiyo. Alikuwa anampenda mno mume wake, na kwa miaka hiyo walikuwa wameishi kwa amani kubwa mpaka pale lilipotokea tatizo huko Mbeya. Na kwa hesabu zake za kawaida alijua ni Jamila ambaye huenda aliamua kurudi kwa namna nyingine, na siri ya mwanamke huyo kuwa hai ni yeye pekee ambaye alikuwa anajua. Alizika kwenye moyo wake, ila muda ulikuwa unamhukumu vibaya sana. Msikilizaji, kabla tujaenda kwa SP kama zima, hebu tuishie hapa katika sehemu ya kwanza ya msimu wa pili wa My Wife is a Drug Dealer. Mke wangu ni muuza madawa ya kulevya. Director Oweni ndo niko nyuma ya mic, lakini Fabian Babuya ndo ambaye yupo kwa uzuri sana kwenye karamu, na tutakaa pamoja mpaka sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi My Wife is a Drug Dealer. YouTube channel Simulizi Mix, WhatsApp ni 0677062012. Ukijapo na kuna ipata simulizi mpaka mwisho sehemu ya 10 bila kusubiri. Tukutane katika sehemu ya pili kuendelea na utamu wa simulizi tamu kweli kweli. Kama kupata msimu wa kwanza uko YouTube na kuna upata mpaka mwisho sehemu ya 10, naendelea hapa tulipokuwa tunaendelea. Ni simulizi moja tamu sana. Tukutane huko.
Bye bye. Nakukaribisha msikilizaji katika sehemu ya pili ya msimu wa pili simulizi My Wife is a Drug Dealer. Tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya kwanza ya msimu wa pili ni pale ambapo Rais alikuwa anajadili na mkurugenzi wa usalama wa taifa Rusiana Jemeka juu ya Jamila ambaye ndo alikuwa ni mke wa Damigo na alikuwa ndo drug dealer katika msimu wa kwanza wa simulizi yetu. Kwenye msimu wa kwanza ilikuwa imeishia kwamba Jamila alikuwa ameuawa mwishoni kabisa mwa simulizi, lakini ukweli ni kwamba Jamila hakuuawa. Ila alikuwa ametengenezwa kama kroni ya Jamila, akiwa na sura ya Jamila alikuwa ameuawa na Jamila mwenyewe alikuwa bado mzima. Kwa hiyo naamini kwamba ni Jamila amerudi. Rais alikuwa amemuuliza hivyo mkuu wa usalama. Kwa upande wangu ni mawili. Moja anaweza kuwa amerudi yeye mwenyewe au pili anaweza kuwa ametuma watu wake kurudi. Kama kweli amerudi ni jambo gani ambalo linaweza kumsukuma rudi? Moja anaweza kuwa amerudi kwa ajili ya kutaka kushika dola. Maana yake ni kwamba kama ni hivyo basi atakuwa ana nguvu kubwa zaidi nyuma yake, na pili huenda ikawa ni kwa sababu ya mume wangu. Unamaanisha kwamba anajua Damigo yuko hai? Hapo ndipo lipo swali ambalo huenda hata watu likawa naumiza kama kweli ni wao ndo kama tunavyohisi. Kwamba je, yupo hai? Na kama yupo hai yuko wapi na anafanya nini? Kama aliondoka na kwenda mahali kwa amani, kwa nini arudi kumtafuta Damigo? Huenda kwa sababu anaamini naweza kutokea siku moja mume wangu akajua kwamba yeye yupo hai, akamtafuta, hivyo anaweza kuwa anafanya kwa ajili ya kusafisha kosa lolote ambalo lilifanyika kwa wakati ule. Kama kweli yule mwanamke yupo hai, manake the global hatukuiteketeza bado ipo. Huyu ndiye ambaye alikuwa ni mhasibu mkuu wa taasisi yote na ndiye ambaye alikuwa anatunza hesabu za wao. Hivyo alikuwa anajua taasisi ndani nje na hesabu nyingi alikuwa nazo yeye. Kwa maana hiyo atakuwa na kiwango kikubwa sana cha fedha ambacho anakimiliki na ndicho kinampa nguvu. Sasa vipi kama amerudi kuirejesha the global kwa namna nyingine? Ndio maana nipo hapa mheshimiwa, kwa sababu nahisi kunaweza kukawa na hatari kubwa kama hiyo. Kama hili jambo ni kweli, maana yake ni kwamba unatakiwa kufanya maamuzi magumu Rusiana. Unamaanisha ni mheshimiwa? Ni muda mmeko kujua ukweli wote. Ukweli wa kuhusu maisha yake ya nyuma. Hilo jambo haliwezekani. Kama hilo jambo lipo kama nilivyoniambia hapa, maana yake ni kama mmeo ni lazima aweze kujua ukweli, ila kama ni tofauti basi hakutakuwa na shida. Nahitaji uniandalie ripoti ambayo nitaitumia kufanyia maamuzi, na usije ukanidanganya tena kama ambavyo ulinificha kuhusu haya mambo, kwani sitakusamehe. Kama itahitajika mumeo kuyajua maisha yake, maana yake ni wewe ndio ambaye unapaswa kumwambia, kwa kuwa ndiye uliyefanya maamuzi ya kuweza kuziondoa kumbukumbu zake pia. Ila kama hutakuwa tayari nitamwambia mimi. Na sidhani kama unatamani mumeo ayakumbuke mambo mazito namna hii kutoka kwenye mdomo wa mtu mwingine ambaye sio wewe. Luciana alihema na kutoka mle ndani, kichwa chake kikiwa cha moto. Hakuwahi kufikiria kama kuna siku angefikia kwenye hatua kama hiyo. Alikuwa anampenda mno mumewe, na kwa miaka hiyo waliishi kwa amani kubwa sana. Mpaka pale lilipotokea tatizo huko Mbeya, na kwa hesabu zake za kawaida alikuwa ni Jamila ambaye huenda aliamua kurudi kwa namna nyingine, na siri ya mwanamke huyo kuwa hai ni yeye pekee ambaye alikuwa anajua. Alikuwa ameizika kwenye moyo wake, ila muda ulikuwa unamhukumu vibaya. Tumeishia hapo msikilizaji katika sehemu ya kwanza ya msimu huu wa pili, na nikawa nimekuahidi kwamba safari tutaanzia upande wa ASP Kamazima. Simulizi imeandikwa naye mtaalamu Fabian Mabuya, inasimulia Lectoni kutoka hapa Simulizi Mix. YouTube channel Simulizi Mix na WhatsApp ni 0677062012. Endelea kuwa nami msikilizaji katika mwendelezo wa simulizi tamu kweli kweli, My Wife is a Drug Dealer. Mke wangu ni muuza madawa ya kulevya. Tunaendelea na ASP Kamazima. Unaambiwa starehe ilikuwa ni sehemu ya maisha yake. Baada ya kazi, mwanaume huyo hakuwa na cha kupoteza kwenye maisha yake kwa sababu hakuwa na familia. Licha ya changamoto zake nyingi, ila alikuwa ni mchapakazi hodari. Ilikuwa ni sehemu ya wale vijana ambao jeshi la polisi lilikuwa na matumaini nao makubwa. Alitarajiwa kuja kuwa mmoja kati ya maafisa wakubwa Tanzania kwa hapo baadaye kama angeendelea kufanya kazi kwa namna jinsi alivyokuwa anaifanya. Kijiweni Pabu. Saa yake mkononi ilikuwa inasoma saa 7 usiku. Siku ya kesho yake ilikuwa ni mapumziko, hivyo hakuwa na wasiwasi. ASP Kamazima akiwa na mavazi yale ya nyumbani alikuwa yupo kwenye hiyo pabu maarufu mtaani kwake akiwa anakula starehe. Mpaka muda huo alikuwa amefanya mapenzi na wanawake wawili ndani ya hiyo pabu. Kwa kingono ilikuwa ni sehemu bora ya kufanya maisha yake kwenda sawa kama ambavyo ilikuwa kwenye chakula. Nyakati hizo aliona ulikuwa ni muda sahihi wa yeye kutoka eneo hilo kurudi nyumbani, ila kutaka kurudi kinyonge, na ndio sababu aliamua kukabeba katoto ka miaka 17 ambako
Jiji lilikuwa limekaharibu kwa kajiona kakubwa tayari. Binti alikuwa mrembo mno. Ugumu wa maisha ulimfanya kuingia kwenye 14 za SP Kamazima, ambaye aliondoka naye kwa ajili ya kwenda kuimaliza siku yake kwa raha mustarehe, na kesho yake angeshinda na binti huyo akiwa anampatia raha nyumbani kwake. Kupenda kwake starehe kulimfanya kutokuwa makini. Ndani ya ile pabu kuna mtu ambaye alikuwa anazifuatilia hatua zake kwa umakini mkubwa bila hata mwenyewe kuweza kutambua jambo lile. Alikuwa ni Jordi, yule mdukuzi ambaye alikuwa ameleta kizaazaa ndani ya jiji la Mbeya. Umakini wake ulimpatia nafasi bora zaidi ya kuweza kumpoteza SP kwenye macho yake kwa kuzingatia kila hatua ambayo Umakini wake ulimpatia nafasi bora zaidi ya kumpoteza SP kwenye macho yake kwa kuzingatia kila hatua ambayo alikuwa anaipiga. Mpaka anaondoka na binti yule kuingia kwenye gari, Jordi alikuwa umbali kadhaa nyuma yao ambapo yeye alikuwa na pikipiki. Aliwafuatilia kwa umakini mpaka wanafika nyumbani kwa SP. Hakuwa ameoa bado. Maisha starehe yalimpatia hisia kwamba angejibana kama angelikuwa na mke au familia, wakati bado yeye alikuwa anahitaji kuweza kuifurahia dunia ya maraha. Alifungua geti la nyumba yake na kuingiza gari haraka kwa wenge la kuhitaji kumuwahi yule mtoto mbichi. Vilimfanya kuwa na pupa kiasi cha kusahau hata kufunga geti la nyumbani kwake. Alikatoa kale kabinti ndani ya gari kakiwa kanalembua kwa mahaba mazito. Hakulaza damu maana ngozi ya binti ilikuwa ni laini na yenye ushawishi mkubwa, hivyo alimvua nguo haraka akiwa anateleza na juisi ya mate kila sehemu ambayo aliona inamfaa kwa wakati ule. Aliamua kufanya mapenzi na ule binti pale pale nje, ukata kiu yake ambayo ilikuwa imemjaa ndani yake mithili ya fisi ambaye aliona mfupa sehemu akiwa ana hamnao kubwa. Akiwa anaendelea kuonyesha njaa yake kubwa kwenye ngono, yule binti alishtuka. Ule mshtuko hata yeye mwenyewe ulikuwa umemtia wasiwasi mpaka akalazimika kutulia kwanza. Akamuuliza shida ilikuwa ni nini. Binti yule akamwelekeza ya kwamba aliona mtu akiwa anaingia ndani ya geti, ila alicheka na kumpuuza. Kwake alikuwa anahisi binti yule alikuwa na hofu kwa sababu tu hakuwa ameyazoea yale mazingira, ila aliamini hakukuwa na mtu mtaani ambaye alikuwa na jeuri ya kuingia nyumbani kwa afisa wa polisi tena kijinga namna ile katika usiku ule. Alimtaka atulie, aliona alikuwa na mawenge tu, hakuwa na kitu. Hivyo wakaendelea mpaka pale ambapo yeye mwenyewe ni kama alikuwa ameona kivuli kinapita upande wa pili kutokana na mwanga wa taa ambao ulikuwa umetradadi ndani ya geti lake. Alitaka kupotezea, ila moyo wake ulienda mbio. Akalazimika kumuuliza binti kama kweli aliona mtu. Alimwambia hakuwa na hakika, ila alihisi kuona kitu kama mtu akiingia ndani. SP Kamazima alichukizwa na tukio lile kama lilikuwa ni la kweli, hivyo aliamua kwenda kwenye gari kuweza kufungua ili achukue bastola, ila hakufanikiwa kuipata hiyo nafasi, kwani baada ya kumwachia tu yule binti damu ile mdondokea kwenye shati lake. Alitazama na kuigusa, kisha kama amegeuka haraka katambua yule binti mdogo ambaye hakuwa hata amevaa nguo mwilini mwake alipigwa risasi ya shingo. Alihangaika kwa sekunde kadhaa tu kisha akawa kimya. Alikuwa amepoteza maisha. Ile hali ilimtisha zaidi. Alitamani kama angeweza kufanya maamuzi haraka, ila muda haukuwa ule ambao alikuwa ameupoteza mwanzo. Usifanye hicho ambacho unawaza kukifanya, kwani hautafanikiwa. Upo nje ya muda Kamazima. Jordi akiwa na bastola yake alimsogea SP ambaye alimtizama kwa umakini kama waliwahi kufahamiana kabla. Sura yako haingia toka wafungwa ambao nimewahi kuwakamata na kuwafikisha mahakamani au mtu yote ambaye tumewahi kuingiliana sehemu. Wewe nani? Unahisi mimi nitakuwa nani kwa muda kama huu? Sijali kuhusu hilo. Nahitaji tu kujua wewe nani na unafuata nini kiasi cha kuhatarisha maisha yako kwa kumvamia afisa wa polisi tena nyumbani kwake. Kibaka mmoja kama ndiye anajipa umuhimu wa kuhisi kuna watu ambao watajali kuhusu wewe kwa sababu tu ya umepewa hiyo nafasi. Acha umama mtoto wa kiume. Hilo toya ambalo umeshika mkononi ndio linakupa jeuri, sio? Ungelikuwa ni mwanaume kweli ungekuja hapa kunihoji kwa mkono kama kweli kuna mambo unataka kuyafahamu na sio unajificha nyuma ya bastola. Tutakushonea vijola uweze kuvivaa upite navyo mtaani, mjinga mmoja wewe. Jordi yale maneno yalimuuma. Ile bastola aliamua kuiweka mkononi na kumtaka Kamazima kwenda. Alicheka na kwenda kwa mbwembwe. Aliamini ulikuwa ni muda wake wa kwenda kujitetea na kumkamata mhalifu wake kilaini. Ile nafasi ya kwenda kuelewa mtego ulikuwa wapi. Kasi yake ilimfanya kumfikia Jordi ambapo alirusha ngumi mbili mfululizo zitoka kwenye kifua cha Jordi. Akamdaka Kamazima, mkono wake akaugeuza kisha akamtusha ngumi moja ya shingo. Alikoroma kwa sauti ya maumivu makali. Alipigwa mtama mzito akashuka chini ambapo alikutana na mguu wa mdomoni. Damu ikaanza kutoka kwa wingi sana. Alipigwa risasi kwenye goti lake Jordi huko akiwa amemuinamia pale pale.
Mtoto mwenyewe laini namna hii hapo unapata wapi jeuri ya kuja kuniambia eti utanishonea video la mtu kama mimi? Yalikuwa ni maneno tu ndugu yangu. Niambie unataka nini, nitakwambia kama kipo ndani ya uwezo wangu. Kwa sababu najali hata kutaka kujua ninachokitaka baada ya kunitukana sio? Aliongezewa risasi kwenye goti jingine. Tafadhali ndugu yangu, sitaki kufa nikaziacha starehe za huu ulimwengu. Nitajisikia vibaya, hata Mungu atanisamehe. Naamini aliniumba ili nije kuwa mfano wa wala starehe za hapa duniani. Unamjua Damigo Ken Mugwasi? Hapana. Una uhakika? Ndio. Unajua tukio ambalo lilitokea sokoni? Sikuelewi unaongelea nini wewe. Unapaswa kufikiria kwa umakini zaidi kabla sijafanya maamuzi ya kuweza kupunguza jicho lako moja kwa risasi. Ndio, nakumbuka vizuri. Kuna mwanaume ambaye ulimkamata kwa kuhusika na mauaji ya wale watu, si ndio? Ndio. Anaitwa nani? Hatukupata nafasi ya kumjua jina. Umesema ulimkamata sio? Ndio. Mtu ambaye umemkamata unashindwa vipi kujua jina lake? Kwa sababu hakuwa anaongea. Hiyo ni sababu ndogo SP. Na nina hakika hautegemei mimi kuamini wa mtoto, si ndio? Kabla kumlazimisha alikuja kuchukuliwa. Na nani? Mkurugenzi wa usalama wa taifa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni mume wake. Sijakuelewa. Unamaanisha huyo muuaji alikuwa ni mume wa mkurugenzi wa usalama wa taifa Tanzania? Ndio, nilipokea taarifa za kumwachia mwanaume mara moja, na kama kuna kitu kibaya nilikuwa nimemfanyia nilikuwa napaswa kumwomba msamaha kabla sijaingia kwenye matatizo. Nikiwa nahitaji kufanya hivyo ndipo akatokea mkurugenzi wa usalama wa taifa ambaye alikuwa na hasira kali sana na kuniahidi kwamba angeweza kunirudia kwa wakati mwingine aweze kumalizana na mimi. Una picha za huyo mtu? Mtuhumiwa? Ndio. Picha za sokoni hakuna, maana kamera zote zilitolewa. Na maanisha kituoni kwako hakuna kamera? Ipo moja kwa ndani ila huaga haionyeshi pande zote. Naweza kuona picha zake. Zipo kwenye simu yangu. Iko wapi? Kwenye gari. Jodi alikuwa amesogelea kwenye gari na kubeba simu akarudi nayo kisha kaielekezea usoni mwa afisa huyo na kumtaka mwelekezi ilipokuwa. Alitazama picha zile, zilikuwa zinaonyesha upande tofauti kabisa, ikamlazimu kuitoa simu yake. Mtu ambaye ulimkamata ni huyo? Ilikuwa ni picha ya Damigo kama zima, alikuwa na hema, alitazama vyema ile picha kisha akatikisa kichwa. Ni yeye mwenyewe. Ni huyo ambaye umesema kwamba ni mume mkurugenzi wa usalama wa taifa? Ni yeye mwenyewe. Una uhakika? Alikuwa kwenye kituo changu kuhojiwa pale. Sasa unamaanisha nini kuniuliza kama nina uhakika? Umeona kuna sehemu nina changamoto ya akili au? Asante kwa taarifa yako. Ningekuacha hai ila kwa sasa hivi itakuwa ni ngumu kwa sababu haya mambo yanatakiwa kubaki kwa watu wachache sana kama mimi bwana Kamazima. Nakupa nafasi kama kuna jambo la mwisho unataka kusema ama kujiombea mwenyewe uweze kupokelewa huko uendako, japo sina hakika na hilo, maana muda sio mrefu tu hapo umetoka kufanya ushenzi. Nipo tayari kufanya kazi chini yako. Usiniue tafadhali. Alibembeleza kupewa nafasi nyingine ya maisha ila haukuwa muda sahihi wa kuweza kufanikisha jambo lile. Alipigwa risasi zote ambazo zilibaki kwenye bastola kichwani. Joredi alihakikisha anatafuta kila sehemu ya gari kuhakikisha hakuna kitu cha muhimu anakiacha nyuma kwa Kamazima. Zile zama ambazo alikuwa hazitaki ziliweza kurudi tena. Baada ya kukamilisha kilichompeleka kule, akatoweka kwenye ile nyumba. Turudi kwa Damigo Ken Mugwasi. Huyu bwana hakuwa na uhakika na yale ambayo yalikuwa yanamtokea. Jambo moja ambalo alikuwa na uhakika nalo zaidi kwenye akili yake ni baadhi ya mambo kutokuwa sawa. Mambo ambayo alikuwa anayashuhudia kwenye akili yake tena yakiwa na mjia ghafla yalimfanya kuanza kupoteza imani na faraja ya mkewe. Mkewe alikuwa akimsisitiza ya kwamba kuna baadhi ya makumbukumbu tu ya nyuma ndizo ambazo zilikuwa zinamsababishia mambo yote ambayo yalikuwa yanamtokea, ila hakuwa na uhakika kama jambo hilo lilikuwa na ukweli. Kuna namna ni kama vile baadhi ya taarifa hazikuwa zimenyooka, na kwa uwezo wake wa kichwani alikuwa amehisi huenda alipata matatizo zaidi ya yale, ila mkewe alikuwa akifanya vile kama kufuata ushauri, huenda kumwambia ukweli kungemletea maumivu makali zaidi. Akiwa ndani ya gari yake amejegesha kwenye kiti, kumbukumbu za nyuma yake na mkewe zikarejea kwa kasi kubwa sana, hasa baada ya kuona mambo ya namna hiyo yanazidi kumpatia mashaka makubwa ndani ya moyo wake. Mke wangu, ilikuwaje mimi nikawa na hizi alama za risasi kwenye mwili wangu na kupoteza kumbukumbu kama ulivyonielekeza? Naikumbuka ile siku mume wangu. Siwezi kuisahau siku ile kwa sababu ilikuwa ni siku muhimu sana kwetu. Kabla ya kuielezea hiyo siku, naweza kusema haya ambayo yalikutokea ulifanywa na wafanyabiashara wenzako. Wafanyabiashara gani hao? Wewe ulikuwa ni mmoja kati ya watu ambao mlikuwa mnatengeneza pesa nyingi sana kwenye madini. Na ndio maana hata kwenye akaunti zako una pesa nyingi mno. Bado sijakuelewa mke wangu. Maana yangu ni kwamba haya
uwaga naamini kwamba ulifanyiwa na wafanyabiashara wenzako wa madini, kwa sababu walikuwa wanataka kukuondoa duniani kwa kuhofia huenda ungeweza kuliteka soko lao lote. Hili tukio lilitokeaje? Yaani siku moja ambayo mimi nilikuwa nafuatilia watuhumiwa wa ugaidi ambao walikuwa wameingia Tanzania. Siku ile ulikuwa nyumbani na haukuwa na ratiba yoyote ya kuweza kutoka nyumbani, hivyo sikuwa na shaka na wewe. Baadaye nilipigiwa simu na walinzi wakaniambia ulikuwa umetoka, ila haukuhitaji ulinzi wa namna yoyote ile, jambo ambalo lilikuwa limenishangaza. Ila niliamua kupotezea tu kwa sababu ilikuwa ni kawaida yako kutoka mwenyewe tu, hasa ukizingatia aina ya maisha yako ya nyuma. Nilipigiwa simu baada ya saa moja tangu utoke pale nyumbani na baadhi ya maafisa wa usalama wa taifa wakaniambia kwamba ulikuwa umepata ajali mbaya sana. Hadi ile ilinifanya mimi niache kila kitu na kuwahi eneo la tukio. Mara ya kwanza nilikuwa nahisi huenda ni ajali kweli, ila baada ya kukuona ukiwa hospitali ni wazi kabisa kuna watu ambao walikuwa wamepanga kukuua, kwani gari yako ilikuwa imeshambuliwa na wadunguaji na kwa kulenga tairi ambalo lilisababisha wewe kuanguka. Baada ya pale ikaonekana ulikuwa umepona na kutoka ndani ya gari, na ndipo usika kuvamia kwa sababu ulikuwa na majeraha kichwani na visu viwili, ikiwa ni ishara kwamba ulipambana nao kwa muda kadhaa, na ndipo ukapigwa risasi ambazo zilihitimisha kukuweka wewe kwenye hali ya koma kwa muda. Majeraha ambayo uliyapata yalikuwa ni makubwa kupitiliza hata mimi mwenyewe nilikuwa nimekata tamaa kama unaweza ukanyanyuka tena na kuishi. Hali ya kupoteza kumbukumbu ilisababishwa zaidi na yale majeraha ya kwenye kichwa ambayo kama sio Mungu mwenyewe mpaka sasa hivi ulikuwa unatakiwa uwe ni kichaa mume wangu. Ulikaa mwezi mzima ukiwa upo kwenye koma, na ndipo ukafanikiwa kufungua macho yako, na hapo ndipo maisha yako ya kawaida yakaanza kurejea mpaka sasa hivi mzima wa afya. Kwa maelezo yako ni kama tulikuwa tunaishi pamoja huko nyuma. Sasa mbona nakumbuka tulifunga ndoa baada ya mikupona? Yaani sahihi, tulikuwa wachumba kwa wakati ule. Na ni kweli tulikuwa tunaishi pamoja. Nyakati zote hata ndoa tulikuwa tunapanga kuifunga tulikuwa tunaendelea kuishi wote. Wahusika wa hili jambo mliwapata? Hapana. Wala haijulikana alikuwa ni nani, maana sehemu ambayo waliitumia kukushambulia haikuwa na kamera wala kifaa chochote kile cha kuweza kutusaidia kwenye upelelezi au shahidi wote ule. Baada ya kuhangaika na swala lako, nilikuwa na hasira kali sana ndani yangu. Niliwatafuta wafanyabiashara wa madini wakubwa wote na kuanza kuwapeleleza mmoja baada ya mwingine, na kuanza kumpeleleza mmoja kwenye tukio lile, ila hakuwahi kupatikanika mhusika hata mmoja ambaye alikuwa anaonekanika kujiunganisha nalo moja kwa moja, mpaka baadaye kesi ile ikafungwa kwa sababu ya usalama tu. Na ndio maana sikuwahi kabisa kutamani uwe unaonekanika maeneo ya hadhara tena ukiwa mwenyewe, kwa sababu kama kuna watu walikuwa na mpango wa kukuua kwa wakati ule, waliamini wewe umekufa, na nafikiri ni jambo la muhimu zaidi kama watu hao wataendelea kuamini kwamba ni mfu, kwa sababu na kuhitaji siku zote za maisha yangu, na mtoto wetu anakuhitaji pia mume wangu. Kwenye maisha yangu ya nyuma ambayo nayasema nilikuwa mtu mkatili sana. Kwa historia ndio ulikuwa muuaji, ila baadaye baada ya serikali kupata taarifa zako uliandaliwa mpango wa kuweza kukukamata ama kukuua, ila tuliona jambo hilo lisingekuwa na faida kumuua mtu muhimu kama wewe, na ndio sababu tuliamua kukushawishi uweze kufanya kazi na serikali. Baadaye ulikubali. Umeisaidia serikali kwa mambo mengi mno mpaka hapa tulipofikia siku ya leo. Hata Rais Wagana kushukuru kila siku kwa maisha yake, na ndio maana anakuheshimu sana. Baada hapo ndipo uliamua kuwa mfanyabiashara wa wazi na halali wa madini mpaka pale tukio hilo lilipokuwa limetokea. Zile kumbukumbu zilikata akiwa yuko ndani ya gari. Maelezo ya mke wake yalinyoka vizuri, na bado alikuwa na mashaka nayo. Hakuamini kama mambo yangeenda kwa ile namna, halafu aendelee tu kuwa na wasiwasi vile vile ndani ya moyo wake. Kila alipokuwa anajaribu kuendelea kuyaamini maneno ya mkewe, nafsi ilikuwa inagoma kabisa, hali ambayo ilimnyima amani. Alijaribu kuweza kulifuatilia jambo lile mwenyewe kwa mkono wake, na ndio maana wakati akiwa anafikiria yote hayo, nyakati hizo mida ya usiku wa mapema, gari yake ilikuwa imesimamishwa nje ya duka moja kubwa la kuuza dhahabu. Kama kweli yeye alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa wa madini ya dhahabu, maana yake ni kwamba kuna wafanyabiashara ambao walikuwa wanamjua vizuri zaidi, na miaka yake 4 ambayo hakuwa kwenye biashara isingelikuwa sababu ya watu kuweza kumsahau. Alishuka kwenye gari akiwa yuko ndani ya suti safi na begi lake la pesa. Alivaa kofia na miwani yake ili isiwe rahisi kuweza kutambulika hata kama kuna mtu hatari angefanikiwa kumuona akiwa yuko hivyo. Alifunga milango ya gari lake na kuanza kutembea kwa kujiamini, huku zile hatua zake za viatu zikiwa zinaelezea hali ambayo ilikuwa ipo ndani yake.
Hakuwa mtu mwenye hofu. Baada ya kufika mlangoni, kulikuwa kuna walinzi 4 wenye silaha kali. Mmoja alimsogelea zaidi baada ya kupita kwenye miale ya umeme. Alimkagua na kifaa chake akagundua ndani yake hakuwa na kitu cha hatari chochote. Basi kwa heshima akamuelekeza sehemu ambayo alitakiwa kwenda. Alisogea eneo moja ambalo lilikuwa na mwanamke mrembo haswa. Alimkaribisha kwa bashasha na furaha kwa sababu alijua bwana yule zilikuwa ni pesa tayari kuweko pale. Alihitaji kuonana na meneja wa ile sehemu. Halikuwa tatizo kubwa sana. Alikuwa amechukuliwa mpaka kwenye chumba cha chini kabisa ambako kulikuwa kuna ofisi kubwa. Nje kulikuwa kuna walinzi 2 wenye silaha nzito za moto. Damigo alikaguliwa kwa mara nyingine tena kisha kama ameruhusiwa kuingia ndani. Kwa wateja wakubwa waga wanatoa taarifa mapema kabla ya kufika ili kama ni mzigo wanahitaji wanaandaliwa mapema. Hata hivyo tunaweza kujua namna ya kuweza kusaidiana. Usiondoke na hilo begi mheshimiwa. Karibu kwenye dhahabu bora za dunia. Yule meneja alikuwa amemkaribisha akiwa anampatia mkono. Alielewa lile begi lilikuwa na pesa za kutosha na ndani yake, hivyo uhakika wa kumpata mteja ulimpa matumaini. Ni sahihi, lengo la kuja hapa ni kuhakikisha begi linarudi likiwa tupu. Umekuja kununua dhahabu bila shaka. Damigo aliufungua lile zipu pesa ambazo zilikuwa ni za dola za Kimarekani kuna kumfanya bwana yule kulamba midomo yake kwa tamaa. Ndio, lakini unajua sisi wafanyabiashara waga hatufanyi mambo ambayo hatuna uhakika nayo kwa 100% kwa kuwa nahitaji uhakika wa usalama wangu binafsi na pesa zangu pia. Na ndio maana nahitaji kuuliza maswali kadhaa kwanza kabla ya kukuambia kiasi cha mzigo ambacho nakihitaji. Alitulia kuweza kuona meneja angesema nini. Unaweza kuuliza bosi wangu. Kuna taarifa nimesikia mahali kwamba kama miaka 4 ambayo imepita au zaidi kuna mfanyabiashara mmoja wa madini alivamiwa na wenzake kwa kuogopa angeenda kulibeba soko zima wakakosa. Kwamba walimuua na kupotea baadhi ya madini ambayo alikuwa kwenye umiliki wake. Sasa nataka kujua kama hizi taarifa ni za kweli. Kama ni kweli unahakikishaje usalama wa mimi mwenyewe na pesa zangu kwa ujumla kama mimi na wewe tutafanya biashara hapa? Yule meneja alikuwa amehema kwanza na kutulia akiwa anamwangalia Damigo ambaye uso wake ulionekanika kuwa na uhakika wa kile alichokuwa anakisema. Sijajua hizo taarifa umezitolea wapi na kwa nani, ila ninaweza kuhakikishia hii nchi kwa hiyo miaka hakuna mfanyabiashara wote mkubwa ambaye amewahi kuvamiwa na kuuawa. Mauaji pekee ambayo yalikuwa yametokea ni huko machimboni na ni wauaji wadogo tu ambao wanauana wenyewe kwa wenyewe kwa kupishana maslahi tu basi. Unawakana taarifa zako? Nipo kwenye hii biashara mwaka wa 20 sasa. Hakuna taarifa ya madini ambayo inaweza kutokea hapa Tanzania nisipate. Na wajua wauzaji wote wa madini wakubwa kwa miaka hii 20. Ni kweli walikuwa wanauana sana, ila mara ya mwisho imetokea miaka 10 ambayo imepita. Kuna sheria kali zilikuwa zimeanzishwa miongoni mwa sisi wafanyabiashara wa madini kwamba kama ikitokea kuna mtu akabainika amevamia na kumuua mwenzake, basi ni wote tutadili naye na adhabu ya haraka ni kumfilisi kila kitu nacho, hivyo anabaki maskini. Hata mwenyewe unatambua hakuna mtu mjinga ambaye anaweza kupambana kwenye maisha yake kufika pale juu alafu apoteze kila kitu kwa sababu ya tamaa za kijinga. Kuna mfanyabiashara yote ambaye alikuwa anaitwa Stefano Mikai. Una uhakika na hilo jina? Ndio. Huyo ni mfanyabiashara wa madini ambaye amekufa miaka 15 ambayo imepita. Ni kweli nilikuwa namfahamu. Kwa ule muda ndo nilikuwa nimeingia tu kwenye hii biashara na huyo alikuwa ni mmoja kati ya wasambazaji wakubwa wa madini. Kwa nini nauliza kuhusu huyo mtu? Ndiye ambaye niliambiwa kwamba aliuawa kwa miaka 4 ambayo imepita. Hivyo nilikuwa nahitaji kuwa na uhakika kutoka kwa mtu kama wewe. Kwani wewe haukuwepo Tanzania kwa miaka ya hivi karibuni? Nilikuwa Ulaya. Nimeishi huko kwa miaka 25 na ndo maana taarifa nyingi za hapa sina, na sikutaka hata niweze kukurupuka kufanya biashara hapa mwisho wa siku nikaja kuishia kupoteza kila kitu, ila nina imani wewe ni mtu ambaye ninaweza kuziamini taarifa zako. Kwangu upo sehemu sahihi na salama. Na uhakikishia huyo ambaye amekupatia taarifa amekudanganya. Na kama hajakudanganya basi chanzo chake cha taarifa ndicho kina shida, kwa sababu kila ambacho amekuambia ni cha uongo. Damigo alishangaa. Ilionekana mke wake wa ndoa hakuwa mkweli kwake. Alionekanika kuwa na sehemu kubwa ya mambo mazito ambayo yalikuwa nyuma yake alihusika kuyazika.
Alianza kujiuliza sababu ya mke wake kumdanganya zilikuwa ni zipi. Kwa nini alikuwa amepewa jina la uongo la Stefano Mikai, tena jina la mtu ambaye alikuwa amekufa muda mrefu? Mke wake alikuwa anajaribu kumficha nini labda? Yeye alikuwa ni nani hasa? Alitambua kulikuwa kuna zoezi kubwa la kuweza kujijua kwanza kwamba yeye alikuwa ni nani kabla ya kufanya maamuzi yote yale. Alikuwa amezama mbali mpaka bwana yule alipokuwa amefanikiwa kumshtua huku akiwa anajichekesha ili waweze kufanya biashara ambayo ilimpeleka pale. Hakuwa na tatizo juu ya jambo lile. Ililetwa dhahabu kiasi ambacho alikuwa anakihitaji yeye. Walipima kuhakikisha kama ilikuwa ni yenyewe. Alikabidhiwa na kupeana mkono na meneja yule ambaye alijinadi na kumtaka kama angelikuwa anahitaji dhahabu au biashara ya madini ya aina yote ile, yeye ndiye alikuwa ni mtu sahihi ndani ya jiji, kwa wengine wangemletea uswahili. Domingo alikuwa ameaga kwa kutabasamu kwa mbali, ila muda ule akili hata haikuwa pale. Alikuwa akimwamini mno mke wake kwenye maisha yake na hakuamini kama mke wake angeweza kumdanganya kuhusu maisha yake namna ile. Ilikuwa ni kuvuka mipaka. Moja ya jambo jingine ambalo alilikumbuka kuhusu mkewe ni baada ya kumwambia Teresa kwa anatambua mchango wake kwa taifa, hivyo alikuwa na mheshimu isivyo kwa kawaida. Kama rais alikuwa anatambua mchango wake, maana yake alikuwa anafahamu maisha yake. Hivyo alitambua rais alikuwa ni mtu wa kwanza kwenda kuanza naye kumuuliza kwa akili ili aweze kuunganisha doti zake kama zilikuwa ni za kweli ama kuna jambo jingine lilikuwa linaingiliana katikati lilikuwa limemchanganya yeye. Alinyoa simu yake na kumpigia mkuu wa nchi. Alikuwa na heshima kubwa kwa rais huyo, hivyo alikuwa anaruhusiwa kumpigia muda wote ule akiwa na shida, na alikuwa na namba binafsi ya rais, hivyo haikuwa shida kubwa sana kwake. Mheshimiwa, na shida kidogo, nilikuwa nahitaji msaada wako. Muda wote upo huru kwangu Stefano. Niambie tunataka nini? Akatulia kwanza baada ya rais kwa mara ya kwanza kumuita lile jina. Hakuwahi kabisa kumuita kwa jina hata siku moja. Nilikuwa nahitaji kufanya mazungumzo na wewe tukiwa wawili tu. Kwa nini? Muda huu mheshimiwa. Unakuja na mkeo? Hapana. Sitaki hata ajue kama nimeona na wewe. Kuna usalama? Hakuna tatizo kabisa la kiusalama mheshimiwa, ila ni tatizo langu binafsi na sihitaji mke wangu ajue jambo lolote kuhusu hili. Unaweza kaja. Nitawapatia taarifa walinzi ukifika wakulete. Alikata ile simu na kushusha pumzi. Alikuwa anahitaji kusikia mambo kadhaa kutoka kwa rais mwenyewe. Aliwasha gari yake ili aelekee ikulu, ila baada ya kutoka tu kwenye ile gari, alitambua kuna gari nyingine ndogo ilikuwa kwenye parking, nayo ikatoka pale. Alitaka kuhakikisha kama ilikuwa inamfuatilia ni yeye au ni mawazo yake tu hayakuwa sahihi. Alikata kona kadhaa kuona kama watu wangekuwa pamoja naye. Alitambua kwamba ni kweli walikuwa wakimfuatilia, jambo ambalo lilimfanya kaongeza kasi kubwa ya ile gari yake mpaka sehemu moja ambayo mita yake ilikuwa imetulia. Walikuwa wanaishi watu wenye pesa tu, hivyo kila mtu alikuwa anapambana na hali yake ndani kwake. Isingelikuwa rahisi kukuta watu wakiwa wanazurura mitaani bila kuwa na shida maalum. Wale watu ambao walikuwa wanamfuata waliona gari ikiwa imeegeshwa pembezoni mwa barabara. Walishuka wanaume 5 wakiwa na silaha mkononi. Wote walikuwa wamevaa nguo nyeusi ambazo zilikuwa zimeonyesha walikuwa hapo kwenye kazi maalum. Walitembea kwa tahadhari kubwa mpaka kwenye ile gari, ila kwa bahati mbaya hawakukuta kitu ndani na mlango wa upande wa dereva ulikuwa wazi. Mmoja wao alikuwa amegeuka nyuma akagundua kulikuwa na njia kadogo ambao kalikuwa kameingilia ndani ya mtaa, hivyo akawa na uhakika kwamba lazima mwenyeji wao aliingia kule. Akawapa ishara wenzake wamfuate, na mmoja alitakiwa kubaki pale kulinda gari ili kama ingetokea katokezea upande mwingine asiweze kufika kwenye gari yake, maana ingelikuwa ni rahisi kuweza kumpata Domingo. Utulivu wa leo ulifanya uonekanike ulikuwa ni usiku wa manane, wakati haikuwa kweli, bado ilikuwa ni mapema sana. Ukimya ulitawala na kumfanya kila mmoja kwa makini kwa hatua ambazo alikuwa anazipiga, hasa baada ya wale mabwana kutengana, kila mmoja akiingia upande wake kuweza kumtafuta mtu ambaye alikuwa pale kwa ajili yao. Kidume ambaye alikuwa ametuna zaidi kwa misuli alikuwa makini na hatua zake. Alisikia sauti mbele yake kama chuma kinagongana kwenye lami. Alisogea na kuinamia ile sehemu kuweza kujua ni nini kilikuwa kiko mbele yake. Kuinama kwake kulimfanya atambue ilikuwa ni shilingi ambayo ilikuwa iking'aa isivyo kwa kawaida, na ndio ilikuwa iko mbele yake pale. Alishtuka baada ya kuwaza kuna mtu ambaye alikuwa ameirusha shilingi ile, na muda ule mbele yake kulikuwa kuna kivuli. Alirusha mkono kwa nguvu akiwa ananyanyuka. Ule mkono ulikutana na kisu ambacho kilitoboa ganja chake. Alirusha mwingine ambao ulikuwa na silaha kubwa ya mauaji. Mkono wake ulipita karibu na shingo ya Domingo. Wakati huo yule bwana alikuwa ameanza kucheza na sauti yake kwa mikogo baada ya kisu kuzama kwenye shingo yake.
Alivutwa kwa nje. Damigo akawa amepotea baada ya kuibeba shilingi yake, muda ambao yule bwana akiwa anaanguka chini kama mzigo usiokuwa na mwenyewe. Kile kishindo kilisikika vizuri kwa wenzake wawili ambao walikuwa hapo karibu. Walikimbilia ile sehemu na kushangaa baada ya kuona mmoja wao alikuwa ameuawa muda mfupi uliopita. Waligeuka kwa pamoja kwa hofu na kuangaza kila sehemu, wakawa wameshikilia silaha zao vyema. Ilisikika sauti ya kitu kikiwa kinavuma na kuja ule upande. Waligeuka kwa pamoja, ila mmoja wao aliona kitu kikiwa kinalenga kwenye paji lake la uso. Alikidaka kwa mkono. Ilikuwa ni ile shilingi. Ilitoboa ule mkono wake na kusimika kwenye paji la uso. Ilikuwa shilingi ile itoboe ile sehemu, ila alipozesha kwa mkono, hivyo haikuchimba sana. Alikuwa na haha kuitoa na mkono mmoja, huko mkono mmoja ukiwa unavuja damu. Mwenzake naye alikuwa anamshangaa, maana lilikuwa ni tukio la ghafla na hatari kweli. Kuzuba kwao na ile shilingi, walitambua kwamba kulikuwa kuna mtu nyuma yao. Waligeuka pamoja kwa hofu kubwa, wakakutana uso kwa uso na Damigo. Aliyekuwa mzima alinyosha silaha yake ili aweze kushambuliwa, ila linamia pembeni baada ya kukoswa na kisu. Aliluka sarakasi kupata nafasi moja nyuma kukaa vizuri, ila wakati anatua mguu wake mmoja ulipigwa mtama mkali. Aliruka hewani akiwa anapiga makelele. Damigo alirusha goti ambalo lilitua kwenye kifua. Yule bwana akasikika akiwa anahema kwa ndani. Mguu ulitua kwenye kichwa, kikatua vibaya sana kwenye ile lami na kupasuka. Aliyekuwa anahangaika na shilingi alifanikiwa kuitoa akiwa anakimkimbilia Damigo, maana mkono wake mmoja haukuwa na uwezo wa kushika silaha. Alijigeuza kwa sarakasi ya hewani. Damigo akajivuta nyuma. Alipomfikia Damigo, hesabu zake hazikuwa zimekaa sawa, hivyo alipigwa mguu kwa kiuno. Akiona katengulia ile sehemu. Damigo aligeuka na mguu mwingine ukamkosa yule bwana, ile ardhi ilitetemeka. Akiona jiandaa kumfuata pale chini, alisikia mlio wa risasi ambapo alijichomoa haraka mpaka ukutani, na zile risasi zikampata yule bwana pale chini, wakapunguzana wenyewe. Alisikia hatua za viatu vikiwa vinakaribia alipokuwepo. Yule bwana alijitokeza pale kwa haraka, lakini hakuona mtu. Hakuelewa imekuaje, maana kwa mbele hakukuwa na njia, hivyo akahisi amefanya uzembe. Aligeuza macho kuangalia juu na ndipo akagundua mhusika alikuwa yuko juu ya paa fupi la nyumba. Alinua silaha ili kuweza kushambulia. Damigo alikuwa ameshuka kwa kasi na bastola ambayo alikuwa anaendelea kupiga risasi zilizokuwa zimetawanyisha uso wa bwana yule. Alimkagua, ila hakukuwa na kitu chochote kile mwilini mwake. Alitoka pale na akaanza kuelekea sehemu ambapo alikuwa amepaki gari yake, ila alisita baada ya kuona mtu akiwa anakimbilia kule ambako alikuwepo kwa nguvu zake zote. Milio ya risasi ilimfanya bwana yule kama baki barabarani kwenda kule kuangalia kama hali ilikuwa sawa. Alisogea mpaka mahali ambapo wenzake waliuliwa. Alishangazwa na aina ya mauaji yale. Hofu ilitanda ndani yake. Hakuona kama ile sehemu ilikuwa ni sahihi kwa ajili yake kuendelea kuwepo pale. Aliangaza kila upande kuona mtu. Aligeuka alikotoka na kuanza kukimbia mbio kali kuweza kujiokoa, ila mwendo wake ulizidi kupungua kadri alivyokuwa anazidi kukimbia, hasa baada ya kutambua kisu kilizama nyuma ya mgongo wake. Aligeuka kitamani kukitoa, lakini hakuweza kukifikia ile sehemu. Alihema kwa nguvu na kwa hofu kubwa sana. Akajigeuzia ile silaha kisha akajipiga risasi. Alionekana kuwa ni mtu ambaye aliogopa kuweza kuingia kwenye mikono ya mhusika ambaye, jambo ambalo lingefanya kuanza kumwaga siri ambazo bila shaka alipaswa kufa nazo mwenyewe, na ndio maana aliamua kujipunguza kumaliza tatizo hilo kwa njia salama. Damigo alikuwa amesogea mpaka kwa yule kijana. Alimkagua kila sehemu ya mwili wake, ila hakukuwa na kitu chochote kile zaidi ya pesa tu. Aligeuza na kutoa kile kisu akakifuta damu, kisha akawa ameenda kwenye gari ya wale mabwana, ila hata kwenye gari kulikuwa kuna pesa kwenye begi, kondom pamoja na sigara za kutosha. Aliondoka kuelekea Ikulu kuonana na rais baada ya kutopata jibu juu ya watu ambao walikuwa wanamtafuta. Rais na Damigo. Bwana Stefano, nadhani kwa nafasi yangu naelewa sio vizuri mimi kufanya mazungumzo ya siri na wewe bila mkeo kuwa na taarifa. Inaweza kumfanya kaanza kuhisi mambo mengine ambayo yatamfanya apoteze mwelekeo wa kazi, na kwa sasa hivi kuna mambo ambayo yametokea, anahitaji akili yake yote aielekeze kazini, hivyo kama kuna mambo yataanza kumchanganya anaweza akafanya mambo ya hovyo, tukarudi kwenye nyakati ambazo sijawahi kutamani kuziona nikiwa niko hai. Naelewa mheshimiwa, ndio maana nilikuwa na hitaji nizungumzie tukiwa wenyewe tu. Unaweza kuongea. Umewahi kuwa kwenye nafasi yangu? Ipi? Kupoteza kumbukumbu.
Kwenye maisha yangu ya siasa nimekutana na mambo mengi sana ya kutisha, na huenda hata mimi mwenyewe kuna nyakati nimefanya mambo ya kutisha pia, ila hilo sio moja kati ya hayo mambo, na ndio maana huaga na kesha kila siku kukuombea uweze kurudi katika hali yako ya kawaida, kwani naelewa kuna nyakati ngumu sana kama mwanaume unakutana nazo ambazo hakuna mtu angeweza kutamani kukutana nazo kwenye maisha yake akiwa hai. Inanifanya nashindwa hata kujielezea kwa watu ambao ninawapenda, kwani nakuwa kama naelezea maisha ya mtu mwingine. Kupoteza kumbukumbu nadhani ni moja kati ya mambo ya hatari sana kwenye maisha ya mwanadamu, kwa kuwa unashindwa kuelewa uamini nini na kipi ambacho usiamini kwenye maisha yako. Unamaanisha humwamini mke wako? Kuna sababu ya mimi kutokuhitaji kumwamini mke wangu? Hilo swali unaniuliza mimi au? Ndio mheshimiwa, kwa sababu wewe ndiye ambaye unamfahamu hata zaidi yangu, kwa kuwa nina hadithi ya maisha yake ambayo amenisimulia tu yeye mwenyewe. Kama ningelikuwa wewe, ningemwamini kwa asilimia zote, kwa kuwa ni mwanamke ambaye anakupenda kupitiliza. Nadhani kama anaweza kuruhusu jambo baya lote liweze kutokea. Na hiyo ndio sababu inanifanya mpaka nikahitaji kuona nawe mheshimiwa. Kuhusu mkeo? Hapana. Kuhusu taarifa ambazo amewahi kunipatia. Kwa nini usingeongea naye tu mwenyewe ama kumuuliza yeye mwenyewe? Kwa sababu ni mke wangu. Unahitaji kusikia nini? Ni kweli Stefano na jina langu? Rais hakuwa amejiandaa kukutana na swali la namna ile. Yaani swali ambalo siwezi kukujibu kwa sababu unayajua majibu yake Stefano. Nauliza tu kwa kuwa kuna vitu siwezi kumhoji mke wangu, maana sipendi kumuudhi. Kwako wewe naheshimu kama rais, lakini kwa namna nyingine wewe ni mwanaume na baba pia hivyo. Ninaamini kwamba tunaweza kuongea kama wanaume wawili. Ndilo jina lako? Ndio. Na wafanyabiashara wenzangu ambao walikuwa wakijaribu kuniua ni kweli hamkuwapata? Ndio. Kwenye mzunguko wao wa biashara hakukuwa na watu wengine ambao wangeweza kupatikanika ili waweze kusaidia hilo swala? Hiyo ni kesi ambayo ilifungwa na msimamizi wa hiyo kesi alikuwa ni mkeo ambaye alihitaji amani kwenye nyumba yenu, na mimi nikawa nimeridhia tu kwa hilo. Hivyo kama una maswali ya ndani zaidi ya hilo swala, unaweza kwenda kumuuliza mkeo ambaye ndiye anahusika na taarifa za siri za nchi. Kuna wakati unakaa na kuwafikiria wanadamu mheshimiwa, lakini unashindwa kupata jibu. Kuna nyakati ambazo maisha yanaweza kushangaza kwa kutumia watu wa mbali na ukaelewa, ila unapotokea usaliti wa watu wako wa karibu ni jambo ambalo linauma zaidi hata ule moto wa mafuta. Unamaanisha utuamini sisi? Ya kitu ambacho kimenileta kwako nahitaji kujua mimi nani. Nimekujibu. Ndio, lakini umenidanganya. Sijakudanganya, bali haujasikia kile ambacho wewe ulikuwa unataka ukisikia. Hivi mheshimiwa, ungekuwa wewe ungefanya nini pale ambapo ungetambua kwamba wale watu ambao unawapenda kupitiliza wamedanganya kila kitu kuhusu maisha yako? Hakuna mtu ambaye amedanganya maisha yako ndi. Alikuwa anataka kujichanganya mheshimiwa, ila kasita. Kitu kinachoniuma zaidi, huu usaliti unatoka kwa mke wangu wa ndoa ambaye sina imani tena kama kweli kuna sehemu mimi ndio kuridhia kuishi na yeye. Sijajua ni kwa nini anafanya haya. Mheshimiwa, maswali yalikuwa yameanza kuwa mazito kwa upande wake. Na sasa kuna jambo halipo sawa hapa. Nafikiri kwamba ungetumia dawa zako ili uwe kwenye hali yako ya kawaida. Ile kauli ilimfanya kushtuka. Umejuaje kama kuna dawa ambazo mimi waga nazitumia? Rais akacheka kidogo. Kipindi hapo kwenye hali ya koma niliwahi kukutembelea, nikaona daktari akiwa anatoa maagizo kwamba kwenye maisha yako unatakiwa kutumia dawa ili uweze kuwa kwenye akili yako ya kawaida. Damigo alitabasamu kwa sababu alikuwa amepata majibu yake. Walikuwa wakimdanganya kwa kila kitu kuhusu maisha yake. Ni mke wangu ambaye alikuwa amehusika kunifuta kumbukumbu zangu. Mheshimiwa alikuwa ameshindwa kujibu, aliganda kwa muda kwanza kwa sababu kila jibu ambalo angelitoa kwa wakati ule lilikuwa linaenda kuwa ni hatari kubwa sana mbele yao. Hakuna jambo la namna hiyo mke wako akufute kumbukumbu wewe kwa sababu gani? Nadhani wewe ndiye ambaye unapaswa kunisaidia hayo majibu mheshimiwa. Sijai kuona jambo kama hilo, na Luciana asingeweza kuhatarisha maisha ya mtu ambaye anampenda na alikuwa ameahidi kumlinda. Nasikitika kama itatokea wakati ambao mimi na mke wangu tutaenda kuwa maadui, kwa sababu kwa akili yangu mpaka sasa hivi ni kwamba nilikuwa na maisha tofauti na haya ambayo nimehadithiwa. Kila siku napata ndoto za ajabu ajabu juu ya maisha yangu ya nyuma, na inaonekana nimewahi kuwa na familia kabisa na sio na huyo mwanamke.
Nilitambua kwamba vile vidonge vilikuwa vinaifanya akili yangu inasahau kila kitu cha nyuma, na ndio maana kwa asili nikawa nimeacha kuvitumia, na kwa sasa hivi kuna matukio ambayo yanajirudia kwenye akili yangu mara kwa mara kuhusu hayo maisha, ila kwa bahati mbaya siwezi kuunganisha pamoja na kuyafanya yalete maana kamili. Najua mimi sio Stefano Mikai, kwani mwenye hili jina amekufa takriban miaka 15 ambayo imepita. Hakuwahi kuwa na mtu kama mimi, hivyo historia ya maisha yangu imepindishwa mheshimiwa. Yule mwanamke mimi na mtoto naye na naliheshimu hilo, na ndio maana sikutaka hata kutumia nguvu kubwa sana kuweza kuongea naye. Nikajikuta nikiwa natukana tu. Ndio maana sikutaka kutumia nguvu kuweza kuongea naye. Nikahitaji kukutana na wewe kwanza ili unisaidie majibu ya maswali yangu. Kama baba mwenye familia nilikuwa nahisi ungelikuwa na huruma na mwanaume mwenzako, ila kwa bahati mbaya unaonekanika hata wewe mwenyewe pia unahusika kwenye hili. Yaani mpaka sasa hivi kinachonishangaza zaidi ni kwa nini mnafanya haya yote tena, na mnaonekanika mtaki mimi niweze kujua sababu za haya yote kufanyika ni zipi hasa. Kwa taarifa yako, wakati nikiwa nakuja hapa kuna watu ambao wamenivamia. Sikujua kama walikuwa wananihitaji. Sijui kama walikuwa wanahitaji ili kuniua ama kunipata tu nikiwa niko hai. Ikiwa na maana kwamba kujionyesha kwangu hadharani tayari kuna watu ambao wananihitaji. Hili ni jibu tosha la uhakika kwamba mimi nilikuwa na maisha mengine. Hili ni jibu la kutosha na la hakika kabisa kwamba mimi nilikuwa na maisha mengine nyuma kabla ya haya ambayo tunaishi hapa, ambapo bila shaka hata sio maisha yangu, bali naigiza tu kuwa mtu mwingine. Kwa vile umegoma kunipatia msaada, na nadhani sasa hivi natakiwa kwenda kulifanya mwenyewe bila hata msaada wako mheshimiwa. Hakusubiri mheshimiwa mjibu au amalize mazungumzo, alitoka mle ndani akiwa mwingi wa hasira. Ile mazungumzo na rais alimpatia jibu la uhakika kwamba mke wake alikuwa anadanganya kila kitu kuhusu yeye. Ile historia ambayo kama amempatia ilikuwa ni ya kutungwa tu, na kwa bahati iliyokuwa mbaya hata rais alikuwa analitambua hilo. Sasa ulikuwa ni muda wa yeye binafsi kuweza kupeleleza, kujijua alikuwa ni nani kwenye maisha ya huko nyuma. Basi bwana, baada ya Migo kuondoka Ikulu, rais alivuta simu yake akiwa na hema, kampigia Rosiana. Uko wapi? Bosi, natoka kazini naelekea nyumbani. Njoo haraka Ikulu, kuna tatizo kubwa. Msafara Rosiana lazima kugeuka kuelekea Ikulu haraka iwezekanavyo. Kiongozi, amekuwa ghafla na sauti yako haionyeshi kama ipo sawa. Nini kinaendelea? Rosiana alikuwa ameuliza akiwa ameketi kwenye kiti. Rais alikuwa amegamia meza akiwa anamtizama. Mumeo alishtuka kusikia maneno yale. Mume wangu amefanya nini tena? Anajua kama mdanganya. Bado sijakuelewa mheshimiwa. Damigo anajua yeye sio Stefano. Damigo anajua kwamba yeye sio Stefano. Anajua ni mdanganya kuhusu hilo jina na historia ya maisha yake pia, na mpaka muda huu anaamini umemdanganya historia nzima ya maisha yake. Kama sio mtoto ambaye mnaye, huenda angeanza nawe mwenyewe. Hili jambo haliwezekani. Hakuna mtu mwingine mwenye hizi taarifa zaidi yetu sisi mheshimiwa. Hakuna namna ambayo inaweza kumfanyia gundua haya. Ulikuwa unajua kama alikuwa ameacha kutumia dawa? Uwaga anatumia kila siku mbele yangu. Hajawahi kuacha. Baada ya kujua kwamba wewe ni sehemu ya yeye kuendelea kujua ukweli wa maisha yake, aliacha kutumia hizo dawa. Na kama ulihisi kwamba anatumia, basi tambua alikuwa anakudanganya. Alikuwa anaikuigizia tu na hakuwa anameza hizo dawa, kwa maana ni kwamba kuna muda mambo baadhi ya kumbukumbu zake zinakuwa zinarudi. Haya yote wewe umeyajuaje mheshimiwa? Kwa sababu umekuja kuongea na mimi. Ikulu hapa? Ndio. Nadhani alikuwa anapaswa kunipatia taarifa kabla ya kukutana na wewe. Anafahamu hilo, ila najua lile ambalo ungelifanya, ndio maana hakutaka kabisa kukushirikisha. Kwa hiyo ni wewe umemwambia ukweli, si ndio? Mpaka sasa ameondoka hapa, nimejaribu kumwambia mawazo yake. Mpaka sasa ameondoka hapa, nimejaribu kumwambia mawazo yake hapo sahihi, ila ni mtu mwenye uhakika na hesabu zake, hivyo anajua anachokifanya, na ndio maana nilikwambia nataka kumwambia ukweli. Itakuwa ni jambo la hatari sana kifanikiwa kupata ukweli kutoka kwa mtu mwingine, na hata kwa sasa hivi lolote ile ambalo utamwambia lina uhakika hawezi kukuamini tena kwenye maisha yake. Nataka kumpata kabla hajafanya jambo lolote lile. Na hilo ndilo linanipa wasiwasi mkubwa, na ndio sababu nikakuita hapa. Luciana akili yake haikuwa pale. Ile ndoa ambayo alikuwa anailinda kwa nguvu kubwa na mapenzi mazito ndani yake haikuonekanika kuwa yake tena mpaka muda ule. Mdada yule alikuwa anavuja jasho kwa mbali, huko akiwa anajikaza kuonesha kama alikuwa sawa. Baada ya Migo kuondoka hapa, nilihitaji kupata taarifa kutoka kwa baadhi ya watu wangu, na majibu ambayo nimeyapata ni kwamba inaonekanika kabla ya kuja hapa nilikutana na moja kati ya mfanyabiashara wa dhahabu, ambapo
Inadaiwa amenunua dhahabu ya milioni 700 kwa pesa keshi mkononi. Lengo alikuwa dhahabu. Ni lazima alikuwa ameenda kupeleleza kuhusu lile jina la Stefano Mikai, ambalo mpaka sasa hivi anajua kama ni mtu ambaye alishakufa kwa miaka 15. Na jambo hili ndio bila shaka ambalo limemhakikishia uongo ambao ameishi nao kwa miaka hii ambayo imepita, na ndio sababu akahitaji kuzungumza na mimi, kwani alijua sikuwa natambua amekutana na mtu wa kumhakikishia hilo. Ni hatari jambo hili kujitokeza kwenye nyakati kama hizi ambazo moja kwa moja tunaamini nchi imeingiliwa na hao watu kwa wakati mwingine. Mpaka sasa hivi tutakuwa na mambo makubwa mawili ya kuweza kudili nayo ambayo yataharibu kila kitu. Mume wangu na hao watu wa Jamila. Makamu wa rais umeongea naye kuhusu hili? Hapana. Kwa nini mpaka sasa hivi unafanya watu ambao wanakuamini wanazidi kupungua? Kwa unavyohisi atajisikiaje kija kusikia hili jambo kutoka kwa mtu mwingine ambaye sio wewe? Nitaenda nyumbani kwake baada ya kutoka hapa. Unajua sasa hivi mimi huwezi kumkuta nyumbani. Nadhani naelewa hilo. Unataka kuniambia kwamba amenikimbia Jupla? Kwa maana jinsi alivyoondoka hapa sina hakika kama anaweza karudi kwako ama kuwa wako tena, labda kwa baadaye akijua kila kitu. Umesema mwenyewe mimi ndiye ambaye natakiwa kuwa mtu wa kumwambia ukweli kwa kila kitu kuhusu yote ambayo yaliyotokea huko nyuma na sio mtu mwingine. Ulikuwa na hiyo nafasi ukaipoteza Rusiana. Unakumbuka hayo ambayo yametokea Mbeya? Ndio. Unajua kama moja kwa moja na msemo mumeo? Nahisi hivyo. Leo amevamiwa. Na nani? Na watu ambao hawajulikaniki wametoka wapi. Imeokotwa miili 5. Muuaji ni mume wangu. Ndio. Jana pia mwili wa afisa wa polisi ambaye amehusika kwenye kesi ya mumeo umekutwa nyumbani kwake akiwa ameuawa na binti mdogo kabisa wa miaka 17. Manake mpaka sasa hivi Jamila anajua kama mume wangu ni mzima bado anaishi, si ndio? Ndio maana akatuma watu waweze kumchukua na kuondoka naye, kwa sababu anajua kwamba hakumaliza kazi ambayo aliamini kwamba ameondoka akiwa ameachana naye. Sasa wewe unajua kwa nini alirudi bila hata kujua kama mume wake wa zamani yupo hai? Kwa sababu alikuwa anataka kuifungua The Global kwa namna nyingine ili yeye ndio awe mtawala, tofauti na wakati ule ambao yeye alikuwa ni kama mtumwa tu wa Treno Jiba. Hilo linakupa kitu gani kwenye akili yako? Huenda amejipanga zaidi ya wale walivyokuwa mara ya kwanza, kwa kuwa anajua mambo ya kutisha ambayo yalikuwa yametokea mheshimiwa. Mpaka hapo umeelewa kwa nini uko hapa? Kwa sababu nchi ipo kwenye hatari kubwa, na huenda biashara ya madawa kulevya inaenda kurudi kwa kasi kubwa pamoja na utakatishaji fedha. Hilo ndilo jibu lake. Kwa nini mambo yalivyoisha kwa muda ule, huyu mwanamke asingerudi akiwa kinyonge? Lazima nyuma yake kuna mambo mazito sana ambayo yanampatia uhakika wa kila hatua ambayo anaipiga, na hapa ndipo lilipo tatizo, kwa sababu hatujui kama yuko Tanzania ama ni watu wake tu ndio ambao wanaifanya kazi. Hatujui kwa sasa hivi ana nguvu kiasi gani. Kabla hatujafumbua macho linaibuka ila Damigo ambaye nina uhakika kama akifanikiwa kujua ukweli basi ataharibu kila kitu, kwani anaenda kumsaka Jamila kwa gharama yote ile ambayo itamgharimu maisha yake. Hata jali nani alisema nini. Alifanywa mambo mabaya kupitiliza na yule mwanamke, hivyo hataweza kutulia akijua bado ni mzima. Kwa maana hiyo yule kijana ambaye alifanya ile tukio anatakiwa kutafutwa zaidi ya mwanzo. Nadhani umenielewa Rusiana. Lakini je, kwa wakati ule kuna mtu mwingine ambaye alifanikiwa kuishi ambaye anajua kama Damigo alipona? Ndio, daktari ambaye alimtibu na kumfanyia operation. Unajua ni wapi alipo kwa sasa? Hapana mheshimiwa. Anatakiwa kutafutwa kwa gharama yote ile, apelekwe sehemu yenye ulinzi mkali, kwa sababu huyu hatakiwi kuonana na Damigo kwa sasa. Na kama utakuwa na bahati kubwa ukimpata daktari haraka sana, itakuwa na nafasi ya kuweza kukutana na mumeo, kumwambia kila kitu na kumwomba msamaha kabla mambo mengine hajaharibika. Mwisho wa siku kila kitu kikaharibika. Kumbuka ulikuwa unajua Jamila alikuwa hai na ukaficha. Akijua kama ulificha siri ya namna hiyo, sina hakika mtaishia wapi Rusiana. Ila nahitaji ufanye kazi kama kiongozi mkuu wa usalama bila kuingiza hisia kwenye ile. Sawa bosi. Basi bwana, unaambiwa muda ulikuwa unazidi kwenda, ila mazingira hayakuwa rafiki kwa mkurugenzi. Mazungumzo yake na rais yalizalisha ukurasa mpya wenye karatasi zake ambazo hata mwenyewe hakuwa amefikiria bado. Kwa mazingira alivyokuwa ni kama tayari alikuwa amepoteza mume, tena muda ambao ni mambo mengi sana mabaya alikuwa ameanza kujionyesha. Alikuwa amezama ndani ya dimbwi zito la mawazo muda ambao alikuwa yupo kwenye gari. Alishindwa na dereva wake akiwa anaingia ndani ya geti la nyumbani kwa makamu wa rais Ziada Nzwane.
Rusiana, hatakuwa na ratiba ya sisi wawili kuweza kuonana tena muda kama huu nyumbani kwangu kweli? Bosi, nalielewa hilo. Ila mambo ni mabaya upande wangu. Mpaka sasa hivi sielewi ni wapi pa kunatakiwa kuanzia. Najua hali haipo sawa kwa kila mmoja wetu, ila sio kwa namna hii ambayo unaitumia wewe. Unaweza kuniambia nini kimekuleta ghafla hivi nyumbani kwangu? Mambo makubwa kwa muda huu ni mawili tu bosi. Moja, kuja kukuomba msamaha kwa kukudanganya, na jambo la pili ni kuhusu mume wangu. Nadhani anza na la mumeo hilo. Amejua ukweli. Ukweli upi? Kwamba kila kitu kuhusu maisha yake ni uongo. Ni jambo ambalo haliwezekani. Hata mimi sikuwa naamini hilo mara ya kwanza. Ni wewe umemwambia? Hapana. Hakuna mtu mwingine inaweza kumfanya akajua. Mkurugenzi Rusiana Jimika alilazimika kumpa simulizi ya namna jinsi mume wake alivyosadikika kuwa kaweza kujua ukweli wa yale mambo ambayo alifichwa kwenye maisha yake. Kwa hiyo unataka kuniambia rais ndiye aliyempatia hizo taarifa? Ndio, kwa sababu mume wangu alimtafuta kuzungumza naye. Na mumeo yuko wapi kwa sasa? Sijui, na kwa namna jinsi alivyoondoka sina hakika kama atarudi. Nyumbani nimewasiliana na walinzi mpaka sasa hivi hayupo. Unahitaji msaada wangu kumtafuta? Unamaanisha kutumia vyombo vya ulinzi? Ndio. Unamjua mume wangu kuliko mtu yote yule bosi. Nadhani hata wewe mwenyewe huwezi kufanya hili kosa kwa sababu unajua nini kitakachofuata baada ya hapo. Kwa hiyo mpango wako ni upi? Kwa mazingira aliyopo hapa nadhani tunataka kubadilisha hii kuwa fursa. Yaani umtumie mumeo kama fursa. Ndio. Na leo kwa muda huu atakuwa na hasira kali sana na mimi, lakini hata nyie pia, kwa kuwa anaamini wote tulishiriki kwenye hili, hivyo hatuna namna ya tunaweza kudili naye kwa sasa. Na unaamini baadaye atakuwa sawa? Ndio bosi. Kwa sababu zipi? Mtoto. Una imani na hilo? Anampenda mwanae kuliko hata alivyokuwa ananipenda mimi, hivyo kuna wakati hasira zikipungua lazima atarudi kuweza kumuona. Hiyo itakuwa ni nafasi nzuri ya mimi kuweza kuongea naye na kumweleza sababu za kwa nini nilikuwa nimefanya leo yote. Kwa hiyo kwako unaitumia vipi kama fursa? Msikilizaji, mkurugenzi wa usalama wa taifa Rusiana Jimika anataka kumtumia mume wake kama fursa. Baada ya kujua kama amedanganywa na Migo, ameamua kupotea. Kapotelea wapi sijui. Na je, ataweza kupata ukweli wa maisha yake huko alikopotelea na kujua kwamba mke wake aliyekuwa muuza madawa kulevya Jamila yuko hai na hakufa kama ambavyo ilikuwa inasadikiwa katika msimu wa kwanza wa simulizi yetu ya My Wife is a Drug Dealer? Na huyu bibi wa kuitwa mkurugenzi wa usalama wa taifa anataka kutumia vipi hiyo kama fursa ukasirika kwa Damingo? Kwa sababu anajua kwa sasa na asila kwa anataka kutumia sila kama fursa. Je, ni kudili na hao watu wa Jamila au ni kitu gani? Na Jamila yuko wapi kwa sasa? Yuko nchini Tanzania ama yuko nje ya nchi? Na kama amekuja amejipanga vipi kuja kuendeleza yale ambayo alikuwa ameyafanya katika kampuni ya The Global? Kama nakumbuka alikuwa ni mhasibu katika kampuni ya The Global ambayo ilikuwa inamilikiwa na makamu wa rais Jiba Treno. Na baadaye baada ya makamu wa rais kuondolewa ndipo ikaonekanika naye alikuwa amepotea. Ikaonekana alikuwa amekufa, lakini ukweli ni kwamba hakufa. Na inaonekana kwamba amerudi kwa kishindo. Anamtafuta mume wake kwa sababu anajua mume wake akimtafuta ataweza kumuua, kwa anataka kumuua mume wake amtulize mapema kabisa ili aweze kufanya mambo yake. Ilikuwaje ikawaje? Basi hayo na mengine mengi tutakuwa nayo katika sehemu ya 3 na kuendelea msikilizaji. Na mimi ambaye nilikuwa nami katika msimu wa kwanza umeshaipata vizuri, tulikuwa tumetoka na tunakuelekea ni wapi. Usikose kuwa nami katika sehemu ya 3 kupitia YouTube channel Simulizi Mix. Baki na sisi. WhatsApp 0677062012. Ukijapo unakuwa unapata simulizi mpaka mwisho kabisa, msimu wa 2 sehemu ya 10 bila kusubiri. Usikose kuwa nami katika sehemu inayofuata, itakuwa ni sehemu ya 3 ya msimu wa 2, My Wife is a Drug Dealer. Mke wangu ni muuza madawa ya kulevya.